Yes, kama kawaida hii ni sehemu ya 22. Tulipoishia sehemu ya 21 bwana, tuliona ya kwamba inaonekana baada ya Bobo kuona jambo fulani akawaambia wenzake ya kwamba oya, tatizo hilo linakuja. Sasa hapo ndipo tupoishia tukiulizana ya kwamba ni tatizo gani, baada ya Jesse naye pia kugeuka nyuma na kutazama kile ambacho Bobo amekiona. Tukumbuke wakati huo alikuwa ametoka pale Masai, wameshamaliza kuangalia mpira na wameshakunywa vya kutosha, na Miriam ambaye ni wifi yenu ama ni dada yenu, tunamtambua kwa jina la Mimi, yupo amelewa chakari, na mtu ambaye anamsimamia sasa kurudi nyumbani si mwingine ni JC mwenyewe. Kwa hiyo sasa Bobo baada ya kusema kwamba tatizo hilo linakuja, ni tatizo gani? Langu jina ni Lucas Lumba, simtareshaji ni Elton Tony na msikilizaji ni wewe hapo. Basi bwana, JC anasema ya kwamba nikageukia upande wake na kuona maskari watatu usalama wa mtaa, yani polisi jamii, wakiwa wanakuja upande wetu kutokea upande mwingine wa barabara. Sasa nami nikamshikilia Miriam vizuri, na hapo alipokuwa ametulia kidogo baada ya kunywa maji ya baridi. Sasa Ankia sasa kwa sauti ya chini akasema kwamba wanakuja kutuzingua sasa hivi. Nikamuuliza kwamba watuzingue kivipi, kwani tumeiba? Ankia akasema si tunatembea usiku. Nikafanya tu nilifanya hivyo na kutoa kitambaa changu ili sasa nimfute Miriam mdomoni, na alikuwa amelegea kweli kweli. Sijui kama supu ingenyweka. Hao polisi viazi wakawa wametufikia wakibeba na silaha, nakwambia, wote wakiwa ni wanaume. Na mmoja wao akauliza kwamba oya, na nyie mnatoka wapi? Bobo akasema kwamba tulikuwa Masai, hapo ndo tunaenda nyumbani, mwenzetu anaumwa. Bobo alisema ukweli lakini kwa kudanganya. Polisi mwingine akauliza kwamba kuumwa na nini? Kuumwa na pombe ama? Ankia akasema kwamba ndo tulikuwa tunarudi nyumbani. Basi polisi namba 1 akamwambia Ankia kwamba wewe, sijakuuliza wewe bwana, sawa? Naongea na bwana wako, kaa kimya. Basi Ankia akasema kwamba nimepewa mdomo wa kuongea na Muumba, nitaongea ninapojisikia, nikae kimya kwa nini sasa? Basi polisi namba 2 akamuuliza Ankia kwamba unajeuri sana, si ndio? Tesha akasema kwamba jamani, sikieni, hapa hamna shida, sisi tunaenda tu hapo mbele, tunapita hivi tunaingia home, na hata muda bado hujaenda kihivyo. Tesha alisema hivyo huku sasa macho yake akiwa amelegea. Polisi namba 1 akamuuliza Tesha kwamba muda hujaenda, kwa hiyo sasa hivi ni mchana ama? Basi mimi kistaarabu nikasema kwamba kwani sasa hivi saa ngapi? Basi yule polisi akaniangalia na kuuliza kwamba yani unaniuliza mimi sasa hivi saa ngapi? Nikamsemesha kwa sauti makini nikasema kwamba nimekuuliza wewe ndio, sasa hivi saa ngapi? Basi Adelina akaniita kwa sauti ya chini akisema JC, yani aliniita kama ile kunizuia. Polisi namba 1 akanisogelea na kusema kwamba wewe nakujua, ndio yule jamaa aliyejifanyaga shujaa kipindi kile mpaka wakamfunga yule jamaa, si ndio? Msikilizaji alikuwa ni kama anawasemesha wenzake. Sasa nikamuuliza kwamba kwa hiyo unasemaje? Jamaa akaniambia kwamba usiniongeleshe hivyo, nitakuchafua sasa hivi. Basi Ankia akauliza kwamba kwani tumefanyaje jamani, si tunarudi nyumbani? Basi polisi namba 3 akauliza kwamba yani unaulizwa hivyo yani kama vile hujui sheria za kutembea usiku, tena mkiwa mmelewa? Basi bado msikilizaji, nilikuwa nikitazamana na polisi namba 1 kwa mkazo, nikisubiri akorome tena. Bobo akasema kwamba jamani, sisi ni wa hii mitaa, tunatambulika kabisa, mjumbe wetu ni Yusufu. Sasa hivi ni saa 5, tunatoka kunywa kidogo tu ndio tunarudi nyumbani, sasa shida nini waungwana? Polisi namba 2 akaambia kwamba shida umeisema, mnatembea usiku sasa hivi, mnatafuta nini? Ankia akasema jamani, kwa hiyo mtaa wote ni sisi tu ndio tunaotembea sasa hivi Mbona imeleta mfiki? Wale wavuta bangi wanaokaa pale kila siku mpaka saa 8, mbona amwasogelei? Mbona amwasogelei kuambia kwamba anavunja sheria? Mnachotaka kwetu ni nini yani? Ankia alisema hivyo. Sasa polisi namba 3 akamwambia Ankia kwamba alafu wewe naona kama ndo unajifanya na mdomo sana, si ndio? Alongevu sasa akimnyoshia lirungu bunduki. Sasa Tesha akasema kwamba msamee tu bro, amechangamka sana. Tesha alisema hivyo. Polisi namba 1 akasema kwamba hapa hatujali mmechangamka wala nini, twendeni hapo
Tunaenda hapo ndani sasa hivi. Basi Ankia akaanza kulalamika kwamba twende huko pamoja nao. Kwa nini? Ilionekana kuwa uonevu. Sasa Bobo na Tesha walikuwa wakijaribu kuendelea kutuliza upande wa maskari hawa, lakini umakini wangu ukavutwa zaidi na Miriam. Ikaonekana anakaribia kutapika tena, naye akainamia pembeni na kuanza kutoa maji mengi mdomoni tena kwa kasi. Sasa kichefuchefu kilikuwa kimemkaba sana, lazima alikuwa anajutia. Mimi nikaa nimesimama karibu yake zaidi, nikisugua mgongo wake kwa ganja changu, naye akachuchumaa kabisa na kuendelea kuinamisha uso wake. Polisi wale wakaendelea kulazimisha kwamba twende nao, eti tutajibu kila kitu huko. Sasa ikanibidi niwageukia na kusema kwamba tunarudi tu nyumbani. Drama za nini hivi? Tunaonekana ni kama watu wa basi au basi tu, yani mnatafuta sababu ya kuonea mtu Angalia, tunawaambia kuna mtu hajisikii vizuri hapa, alafu mnataka tumpeleke huko ili. Kabla sijamaliza, polisi namba 1 akanifokea akasema kwamba kaa kimya. Nikamtazama kwa makini sana, akaamrisha kwamba huko, yani hebu tembeni bana, tembeni. Nikamtazama Miriam ambaye bado alikuwa ameinama hapo pembeni, na ile nimemwangalia tena polisi namba 1 nikakuta ametoa kitu kama waya mweupe hivi. Ni waya fulani hivi ambao kama ulishawahi kuona jinsi siafu utengeneza mstari wao ndivyo waya ambavyo uko unaonekana. Naye akaukunjia kiganjani kwake na kuacha sehemu ndogo inaning'inia. Alikuwa akitaka kutishia kunichapa, sijui, sielewi. Yule askari akasema kwamba haya, anzeni kutembea sasa hivi, anzeni. Haya wewe, nyanyuka hapo, nyanyuka. Alielekeza hayo maneno kwa Miriam. Nami sikutarajia hili Akamsogelea na kutumia hicho kisiafu kumtandika mgongoni. Ai. Kwanza Miriam alitoa sauti ya maumivu na kujikunja kiasi mgongoni. Naye Ankia akapiga kelele ya kushangaa sana baada ya huyo jamaa kufanya hicho kitendo. Hapana. Huyu angekuwa Joshua wa pili kwa ninavyomuona. So nikang'ata meno kwa nguvu, nikihisi hasira kali vibaya mno. Nami nikamfuata kwa kasi na kumsukuma kwa nguvu mno. Polisi namba 1 akawa ameweseka vibaya na kuanguka chini kwa kishindo. Nami nikamrukia hapo chini, wakati akijaribu sasa kusimama na kumtandika ngumi 2 nzito kwenye taa yake. Naye akaufunika uso kwa mkono bwana. Mapolisi wenzake wakaja juu yangu na kuanza kunipiga mgongoni kwa virungu, kisha wakanitoa na kunisukuma. Bobo alikuwa mwenye nguvu sana, naye pamoja na Tesha wakaweka kama ni ukuta kuendana na sehemu niliyokuwa nimesimama, huku Adelina na Ankia wakiwa wamesaidizana kumuondoa Miriam pale alipokuwa na kusogea mbali kidogo. Sasa polisi namba 1 akasimama, na yule namba 2 ndiye ambaye alikuwa ameshikilia bunduki kabisa, na sasa akawa ametuonyeshea, huku kwa pamoja wakituamrisha tupige magoti chini. Nilikuwa nikiwatazama kwa hasira sana, hasa yule ambaye alithubutu kunyanyua mkono wake dhidi ya Miriam. Na Bobo akawa sasa akiwaambia watulize jazba, huku akitusii mimi na Tesha tupige magoti. Yeye na Tesha wakaanza kupiga magoti chini, kisha mimi pia nikafuata. Polisi hao wakatusogelea na kuanza kutusengenya kwa kutupiga vibao, huku akiwaita na wanawake waje upande wetu. Na kwa ujasiri Miriam akawaacha nyuma Adelina na Ankia na kuanza kuja tulipokuwa. Kisha nao wakafuata. Bado alikuwa akiyumba tu na alionekana kuchoka, lakini akaja kando yetu na kupiga magoti pembeni yangu. Nami nikamtazama usoni kwa hisia sana. Adelina na Ankia wakaja nyuma yetu na kupiga magoti pia. Hivyo sote tukawa tumewekwa chini ya ulinzi. Wakati wa burudani ukawa sasa umeingia na jini kisirani. Tukawa sasa tumepigishwa magoti kwa kunyoshewa bunduki kutokana tu na mimi kujaribu kumtetea Miriam. Lakini sikupiga magoti kwa sababu ya kuogopa watu hawa, bali tu ilikuwa ni kuangalia usalama wa wenzangu. Mapolisi wenyewe walionekana kuwa wavutaji tu. Hawakuwa na ufundi uliofikia nyenzo halisi za kuwa katika nguvu waliokuwa nayo. Ni basi tu kushikishwa mitutu na virungu ndio mambo yaliyowajaza viburi kufikiri kwamba wanaweza kufanya lolote lile kwa raia. Nilitaka kuhakikisha ninawapa somo leo hii. Kufikia wakati huu, kuna watu wa ujirani ambao walikuwa wametoka majumbani mwao na kuonekana hapa na kule wakitazama waliokuwa wametokea.
Na ndio maskari uchwara wakawa sasa wametuambia tusimame ili watupeleke kwenye kituo chao eti kutupatia adhabu. Basi bwana, sote tukasimama huku bado Miriam akiwa hajiwezi vizuri. Yote ni kwa sababu ya hali yake. Lakini angalau kutapika vile kulikuwa kumemuondolea uzito. Mzito mno, sema bado tu alikuwa mzito kiasi. Kwa hiyo alishikamana na Ankia pamoja na Adelina katika utembeaji. Mimi nilihisi maumivu mgongoni kutokana na virungu walivyonitandika nao hawa mbwa. Lakini sikuyajali sana. Tukaelekea huko walikokuwa wanataka twende. Nikiwa bado sasa na hasira kali mno iliyozidi kupanda tu. Yote ni kwa sababu ya polisi namba 1 kupenda sana kunisukuma. Na mpaka tunalifikia jengo lile lililotumiwa kama ofisi ya mwenyekiti au mtendaji, bado ilikuwa ni saa 5. Wakatupeleka huko ndani ambako kulikuwa na chumba maalum cha kuwafungia wahalifu. Nao wakatuambia tuingie humo. Yaani eti tungelala hapo mpaka kesho na hatua zaidi ndio ingechukuliwa. Nikauliza kwamba hivi nyinyi mna matatizo? Polisi namba 1 akasema kwamba haki ya Mungu wewe mjinga, yani ukisema neno lingine tena nitakufa. Nikamkatisha nikamwambia, hey, nimeshaanza kuongea na nataka unisikilize kwa makini. Nilimwambia hivyo kwa ujasiri. Mapolisi wote walikuwa wananiangalia kwa makini. Na hatakuwa tumeingia kwenye hicho chumba, bali Miriam alikuwa amekaa kwenye benchi moja pembezoni mwa ukuta pamoja na Tesha, huku Bobo, Adelina na Ankia wakisimama kando yangu. Msije mkafikiri kila mtu huwa ni wa kuoneonea tu, umesikia? Sijaja na nyie hapa kwa sababu naogopa hilo bunduki lenu, ila na watu ninaowapenda. Na nyie mkiwaumiza watu ninaowapenda, ni lazima nitawaumiza na nyie. Niliwaambia hivyo kwa mkazo. Basi baada ya kuambia hivyo, polisi namba 1 akasema kwamba wewe panya mmoja, hivi unafikiri unaweza kunifanya nini mimi? Unajifanya unajua sana kupigana kisa tu nimemgusa mwanamke wako, si ndio? Basi Ankia kwa hasira akasema kwamba umemgusa wakati umempiga. Tena umempiga na hicho kiwaya chako wakati tumekuambia kabisa anaumwa. Polisi namba 1 akaongea kwa kiburi akasema kwamba ndio nimempiga na ni haki yake kupigwa. Tesha akasema kwamba wewe ni fala sana. Mwanaume gani unajitoa akili kupiga mwanamke? Kama unataka kupiga mtu pigana na sisi hapa sasa. Waachie hao waende nyumbani. Tupige sisi hapa sasa. Tesha akaongea kwa hisia kali pia. Polisi namba 2 akasema kwamba kumbe mnataka na nyie Polisi namba 3 akapayuka akasema kwamba ingieni huko ndani bwana, la sivyo tuacheleza viungo hapa sasa hivyo. Adelina akasema kwamba niambieni ni sheria gani inawaruhusu kupiga raia wakati hajafanya jambo lolote la kuadhuru nyie? Ni sheria ipi? Adelina alisema hivyo kwa hisia kali pia. Ankia naye akasema kwamba ameshazoea kuwatishia watu wote tu. Wengine wanawaburuzaga tu wakati hata hawajafanya lolote. Basi polisi namba 2 akasema kwamba kwa hiyo hamtaki kuingia huko ndani, si ndio? Sasa nikamwambia Bobo ya kwamba Bobo, hebu mpigie mzee Madi, si una namba zake? Bobo akasema ninazo. Kisha akatoa simu yake. Polisi namba 2 akasema kwamba mumpigie iweje? Hivi mnafikiri ndo atakayewatoa hapa? Ase nimesema ingieni huko. Polisi namba 2 alisema hivyo na kumshika Ade kwa kutaka kumsukuma. Nikautoa mkono wake kwake kwa nguvu na kusimama mbele yake. Naye akanipandishia kidevu juu. Polisi namba 1 akauliza kwamba kwa wewe ndio una damu ya moto sana, si ndio? Nikamwambia kwamba jibuni swali lake, ni sheria gani inawaruhusu kumpiga raia wakati hana kosa? Huyu au mimi tumekuwa ng'ombe? Tunawaambia tuko njiani kurudi nyumbani, alafu mnampiga mwanamke anayeumwa. Kwa nini? Niliuliza hivyo kwa hasira msikilizaji. Bobo alikuwa ameshampigia mzee Hamadi na kuanza kuongea naye. Na Miriam alikuwa amekaa tu kwenye benchi akionekana kuchoka, huku Tesha akimshika kwa ukaribu. Polisi namba 1 akaniuliza kwamba na wewe unajua adhabu ya kumpiga askari ngumi? Umenirukia ukanirushia na ngumi, unafikiri utakuacha tu? Basi kwa hasira nikasema ya kwamba okay, kwa nini umpige? Kwa nini umpige huyu mwanamke? Jibu swali langu. Hivi unajua ni kosa gani umefanya wewe mwanaume? Unajua? Au unafikiri yani kila mtu atakuwa muoga tu vitendo vyenu vya ukatili mnavyowafanyia raia kwa kujisikia tu? Alikufanyia nini huyo dada? Alikufanyia nini mpaka unyanyue huo mkono wako kumpiga? Niliongea hivyo. Adelina akaniambia kwamba basi Jesse acha tu. Adelina aliniambia hivyo huku sasa akinishika mkono. Mapolisi wakawa sasa wananiangalia kama vile yani wananipangia njama mbaya kwa pamoja. Bobo akasema kwamba Jesse,
Mzee Ahmadi amesema yuko hapo karibu anakuja, anataka kuongea na sisi wote. Polisi namba 1 akasema kwamba kwa hiyo mnafikiri yani mmemaliza sasa kwa sababu tu mnajuana na mwenyekiti, si ndio? Polisi namba 3 akasema hapana, hamuondoki na mpaka mtoe faini. Hadi akauliza kwamba yani unamaanisha rushwa ama? Baada ya Adelina kuuliza hivyo, Ankia alifoka akasema kwamba tena faini ya nini? Tumefanya nini yani? Hivi nyinyi mnafikiri yani yani watu, yani wewe utatoa faini ya kumpiga Miriam wewe? Tena na JC umempiga na mavirungu yenu. Ankia aliongea hivyo. Polisi namba 2 akasema kwamba sasa tunawapiga tena, mtafanya nini sasa? Ankia akasema jaribu tupige, jaribu. Ankia alikuwa anafoka huku Bobo akimshikilia. Polisi namba 1 akasema kwamba msijione mnaweza sana kuongea. Hatujali nyewe mnatokea wapi. Haya, ingieni huko ndani lasi. Polisi namba 1 itishia hivyo, lakini akomaliza kauli yake Ankia alifoka akasema kwamba mtatufanyeje? Bobo akasema Ankia tulia. Ankia alikuwa hadi ameanza kutokwa na machozi. Akasema kwamba niache Bobo, niache. Waache na mimi nipige ama waniue. Hivi kwa nini wampige Miriam? Amewakosea nini? Baba, njooni mtufanyie sasa, njooni. Na huko ndani hatuingii. Fanyeni mnachokitaka. Si mnajiona kwamba mnaweza sana? Fanyeni alafu sasa muone itakavyokuwa. Hao mapolisi jamii wakacheka na kuendelea kumwangalia Ankia na sisi wote kwa dharau. Sasa mimi nikamnyoshea Bobo mkono ili amwachie Ankia. Naye akati. Ankia akaja mpaka usawa wangu na kusimama. Nami nikawaambia hao viazi ya kwamba huyu hapa mwanamke mwingine mnayeona ana haki ya kupigwa. Haya, mpigeni sasa. Polisi namba 1 akaniambia kwamba wewe jamaa huo unajisikiaga sana wewe. Hivi unafikiri yani kila kitu unajua sana? Huaga na kuangaliaga tu. Na kupania sana. Yani siku moja natamani tuje tukutane sehemu wewe. Nikasogea mbele yake. Nikasema ya kwamba kwani hii si sehemu? Hii sio sehemu. Isingekuwa ya marafiki zangu. Yani isingekuwa hawa marafiki zangu hawa. Nadhani ungetumia hata ile bunduki lako kunifanyia unachotaka. Lakini mimi siwezi kamwe kuogopa mtu mdogo kama wewe. Siwezi. Akaniuliza kwamba mdogo Nikaambia kwamba tena mwanangu akuzaa kabisa. Jamaa kanisogelea usoni na kusema kwamba ingia. Wewe na familia yako, sijui mpenzi wako, nimesema ingieni uko ndani, ingia. Nikatulia tu na kuendelea kumwangalia usoni kwa makini. Tesha akasema kwamba yani yeye jamaa nawashangaa sana. Nani sijui ni chuki binafsi au. Ankia kadakia akasema eti. Adelina naye akasema kwamba na ni viburi tu, hamna lolote. Tumefanya nini kibaya sasa ambacho mnataka ni kuthibitisha ni nini sasa? Tesha akasema kwamba wanataka hela tu, eti fine. Tumekujua ukutani kwa mtu. Yani hata senti hatutoi. Polisi namba 3 akamnyoshia Tesha kirungu na kisha akasema alafu wewe dogo wewe. Tesha akasema nini sasa? Nini? Haki ya Mungu anaweza mimi nikacheza sindimba na wewe yani mpaka asubuhi na ukalala mimi bado nacheza tu. Wewe unitishi kwa lolote wewe. Mimi nilikuwa ni mpole mwanzoni tu, alafu mkanua kwamba ni mumpige dadangu, si ndio? Yani JC usingekuwa hapa mwanangu. Hakuna cha kumsubiri mzee Ahmadi wala nani hapa. Yani tungeuana tu hapa, mafala tu hawa. Polisi namba 2 akafanya kutuelekeza, yani kutuelekezea bunduki lake sana kusema kwamba ingeni huko. Ankia akasema, piga, nipige, piga. Ankia alikuwa na mambevu kwa ujasiri. Basi sauti ilisikika mzee Ahmadi akisema kwamba nyewe kulikoni hapa bwana. Mzee Ahmadi akawa amefika hatimaye na kuuliza hivyo. Na alikuwa amevalia jezi ya Simba kwa juu pamoja na suruali ya kitambaa. Huko kichwani asikose kibagalashia chake. Basi mzee Ahmadi akamwambia polisi namba 2 kwamba Juma, hebu shusha bunduki bwana. Jamaa akaishusha na kusema kwamba hawa wajengo wamevunja sheria alafu wakamvamia Mzamiru na kumpiga. Huyu hapa Mwarabu huyu. Ankia akasema kwamba we kwenda huko. Unaongea kwa kudeka kama litoto. Tulia na sisi tuongee, suruali kushuke, mjinga nini? Alafu kwanza wewe ndio mjinga mwenyewe. Ankia aliongea. Polisi namba 3 akadakia akasema kwamba umeona alivyo na dharau, Basi mzee Ahmadi akamwambia polisi namba 1 kwamba Bobo amesema nyie ndo mmewavamia alafu mkampiga mgonjwa wakati wanarudi kwao. Ni kweli mzame? Basi polisi namba 1 akalamika akasema kwamba sio mgonjwa, huyu amelewa tu, wote hao wamelewa. Usikii wanavunuka mapombe. Bobo akamuliza kwamba ndio ikupe ruhusa ya kumchapa huyu dada? Yani kosa lake ni kunywa ama?
mbona ukwenda Masai kuwachapa wote waliokuwa wanakunywa? Ankia akaongea akasema kwamba si ndio hapo sasa. Basi mzee Ahmadi akasema kwamba kwa hiyo hii shida yote imeanza kwa sababu umempiga Miriam. Miriam mama. Miriam. Mzee Ahmadi ajaribu kumuita. Sasa Miriam alikuwa amekaa kimya tu, akiunganisha viganja vyake kwa pamoja na kuinamishia uso wake hapo. Nami nikamtazama kwa hisia sana. Tesha akamwambia mwenyekiti kwamba ajisikii vizuri, tena alikuwa anatapika. Huyo mpumbavu amempiga eti kuonyesha kwamba eti anaweza sana kupiga wanawake. Polisi namba 1 akafoka akasema kwamba wewe umenihitaji wewe mjinga wewe. Polisi namba 1 alifoka hivyo kwa kumfuata Tesha. Sasa Tesha akasema kwamba kama ulivyosikia msenge wewe. Tesha aliongea kwa sauti na kusimama, akija sasa upande wetu kwa hasira pia. Mzee Ahmadi akamwambia polisi namba 1 kwamba basi acheni bwana, acheni ya mambo bwana, acheni bwana. Basi mimi nikamwekea Tesha ganja kifuani ili atulie pia. Ilikuwa kimya tu kwa sababu ya kumkazia macho huyo Mzamiru. Alikuwa amenichukiza sana. Sasa Mzee Ahmadi akasema kwamba hivi nyie, kuna amani kweli kabisa kwenye familia yenu? Kwa nini mizozo kila mara bwana? Ankia akasema kwamba kila mara katika maana gani yani? Sisi ni watu tuliotulia, lakini wajinga kama hawa ndio wanapenda kutuchokoza na kufikiri kwamba sisi ni wakuyumbishwa tu sijui. Hawa kama hawajatumwa na mtu kutufuata na kutuzingua leo, basi shida yao ni hela tu. Walikuwa wanataka hongo. Eti wanasema fine itoke wapi? Sisi tumekojolea hii ofisi hapa au? Baba hapa lazima haki patikane. Wanatuonea sana hawa. Wamempiga Miriam. Amewakosea nini sasa? Amewakosea nini? Ankia aliongea hivyo. Alifanya mpaka sira yangu ikaniweka kwenye ukaribu wa kutokwa na machozi. Maana kitendo alichofanyiwa Miriam kiliendelea kujirudia akilini mwangu kila mara yani. Nafikiri kulikuwa na watu huko nje ambao walisikia aliyokuwa akiendelea hapa. Kwa hiyo kuna ambao walisogea karibu zaidi na jengo hilo, na polisi uchwara wengine 5 wakawa sasa wameongezeka hapo na kuwafukuza. Kundi lao likaongezeka. Polisi namba 1 akasema kwamba mwenyekiti, hakuna kuwasikiliza hawa. Walale humo mpaka asubuhi na lazima walipe faini kwa kuvunja sheria. Wamenirukia wakanipiga mimi askari. Basi Ankia akasema kwamba nyo, askari gani wewe? Bobo akasema kwamba hivi, na nani alikudanganya kwamba maaskari huwa hawapigwi? Mkivunja sheria kwa nini tuache? Bobo alimuuliza hivyo. Polisi uchwara mwingine akauliza kwamba kwa nini kinaendelea? Mzee Ahmadi kwa sauti ya kereka akasema kwamba tulieni basi nyewe nao bwana. Basi huyo jamaa anayejiita Sijindo Mzami akasema kwamba hawa ni wapumbavu tu, nimewakuta wanatembea usiku wamelewa sana. Alafu Mzee Ahmadi akasema wewe Mzamiru bwana, nimesema kaa kimya. Hivi mbona uelewi bwana? Mzee Ahmadi alimwambia polisi namba 1 hivyo. Sasa polisi namba 1 akasema kwamba hawa sio wa kunyenyekea mwenyekiti, Sisi sio Joshua na hatuogopi hiyo ngozi yenu. Yaani mkizingua tunawazingua kweli kweli. Na hamwezi kutufanya lolote. Baada ya polisi namba 1 kusema hivyo nikasema kwamba unajua mimi huwa sipendi kutumia maneno makali, ila Tesha yuko sahihi. Wewe ni msenge sana. Nilimwambia hivyo polisi namba 1. Hatimaye sauti ya Miriam ikasikika akiniita Jaden. Miriam akawa amezungumza kwa mara ya kwanza kabisa toka tumefika hapo. Na sauti yake ilikuwa ni ya chini. Akaniita kama vile kuniambia hakufurahishwa na maneno yangu, hasa kwa sababu yalitoka kwangu. Nami nikageuka na kumwangalia, wote tulimwangalia. Miriam akasema kwamba inatosha please. Alisema hivyo bila kuinua uso wake. Polisi namba 1 akacheka kidogo na kuambia wenzake kwamba eti wazungu sasa. Nikakunja ngumi kwa nguvu. Nami nikamgeukia Mzee Ahmadi na kwa sauti tulivu kabisa nikamwambia kwamba mzee, naomba unisikilize sawa. Mimi sio mjinga. Ninajua sheria vizuri sana. Na ninajua wewe pia unaijua. Kwa hiyo unajua kuwa huu upuuzi waliofanya watu wako uko kinyume na sheria. Hawa sio maskari, ni walinzi tu. Lakini hata IGP Wambura ashasema kwamba vitendo kama hivi vinavunja code of conduct ambao walionao na usalama wa taifa lote. Na kuna hatua za kinidhamu zinazochukuliwa dhidi yao kama wakibainika. Mzee Ahmadi, nimekupigia ili tusifike mbali, lakini kwa huu jinga unaoendelea tutafika huko. Kwa sababu hawa watu hawatutendei sisi tu hivyo. Kuna wengi wameshazoea kuwatendea hivyo. Ninakutaka uchukue hatua kukomesha huu utawala wao wa kipuuzi wanaofanya badala ya kazi jamii iliyowaweka kufanya.
unajua nina taini kubwa sana na watu kama Detective Ramadhani. Nikivuta waya wangu hapa kumpigia, akaleta mvua yake ya moto huko, hawa wajinga wako watakwisha, sijui umenipata? Niliongea hivyo. Maneno hayo tena niliyatoa kwa mkazo sana, na wote walikuwa wakiniangalia kwa umakini. Mzamaji akasema kwamba JC, mbona unataka kwenda mbali sana? Polisi jamii mmoja akauliza kwamba yani unamaanisha nini, yani kwamba tutakwisha ni ama unamaanisha nini kwamba tutakwisha? Bobo akamwambia kwamba wewe Karimu yako usipita hivi. Tesha akamwambia kwamba hapana Bobo, ni wote, yani wote wako hivyo hivyo. Mzamaji akasema kwamba kimya, nasema kimya bwana. Wote wakatulia. Mwenyekiti akaniangalia usoni na kusema kwamba JC, nimekuelewa. Hii najua kwamba haifai, ni imeenda mbali na haikupaswa kufika mbali. Mimi naomba tu nyinyi wote muondoke. Nende tu nyumbani, mimi nitaongea na vijana hao. Nilimwambia mwenyekiti ya kwamba tunajua toka mwanzo tulikuwa na haki ya kutokuwa hapa mpaka wakati huu, kwa sababu tumeonewa, na zaidi wamemuonea huyu dada, wamempiga bila sababu. Nankia akasema kwamba tena na JC wamempiga na marungu mgongoni, anajikaza tu hapo lakini wamemuumiza. Nikamwambia kwamba haina shida Nankia, niko sawa. Mzamada akaniuliza kwamba kwa hiyo unachotaka ni nini sasa? Nikamwangalia huyo polisi namba 1 usoni na kusema kwamba ninataka huyu amwombe msamaha Miriam. Tesha naye akasema kwamba amwombe msamaha Miriam kwa alivyompiga. Basi polisi namba 1 akaniuliza kwamba kwa hiyo nikimwomba msamaha ndio atasahau kwamba alipigwa ama? Nikamwambia kwamba nimekurudishia ya kumpiga, nataka umuombe msamaha na upige magoti. Baada ya kusema hivyo jamaa alishangaa akasema nini? Tesha akamwambia kwamba kama ulivyosikia bana. Basi polisi uchwara wakaanza kuongea kwa ubishi, wakisema huo ni upuuzi usiowezekana hata kidogo. Polisi namba 1 tena aliongea kwa kujitutumua sana, akasema kwamba yani mimi nipige magoti? Hivyo ni mwendo wazimu nini? Aya, nikipiga magoti? Yani kwanza nikipiga magoti naacha kazi leo hii. Nankia akasema kwamba ni leo hii, yani hata Kiswahili kuongea ni matatizo, eti ni leo hii. Hata Kiswahili hata hajui kuongea. Basi Nankia alisema hivyo, Bobo akacheka kidogo. Jamaa akaniambia kwamba simama hapo hapo mpaka kesho uone kama nitapiga magoti. Jamaa alisema hivyo. Nikamwangalia mzee Ahmadi kwa mkazo. Naye mzee Ahmadi akasema kwamba JC, simgenda tu nyumbani, Miriam amechoka, nyie wote amechoka. Haya yote ya nini? Usiku umeshaingia bana. Hebu nendeni bana. Basi Adelina akaniambia kwamba kweli JC, tuondoke tu, haina faida yote. Nasema hivi, apige magoti, amwombe Miriam msamaha. Mzee Ahmadi, nadhani haunijui vizuri, lakini niamini nikikwambia kwamba tukiondoka hapa huyu mbuzi hajamuomba msamaha Miriam, nitaitia hii ofisi dosari, sikutani. Niliongea hivyo msikilizaji, bila utani hata kidogo. Sasa baada ya kusema hivyo, jamaa kwa dharau sana akasema kwamba yani wewe, hivi unafikiri unatutisha sisi? Ulete nini labda wewe mbwa kitu ambacho kitatufanya nituogope? Mzamadi akamwangalia na kusema kwamba muombe msamaha huyo dada Mzamiru. Wote tukamwangalia jamaa. Sasa sijui ndio huyo Mzamiru akasema kwamba ni muombe. Haki ya Mungu mzee, huyu mkorogo huyu ndo anakutetemesha, si ndio? Akija kukuambia ule mavi nadhani utakula, si ndio? Mzamadi akasema kwamba nimesema muombe huyo dada msamaha bwana. Ulichomfanyia sio kizuri bwana. Hakuna kosa lolote hao wamefanya bwana. Na usiendekeze jeuri. Muombe msamaha bwana Aisha. Mzamadi alimwambia hivyo. Polisi namba 1 akasema kwamba wewe sio bosi wetu mwenyekiti. Yaani wewe huwezi kutuamlia chochote. Mzamadi akasema nani anawalipa pesa mnaotumia kula ili mzurule usiku kulinda mitaa? Mzamadi alimkatisha kwa kuuliza hivyo. Polisi namba 2 akajibu kwamba si ni wajumbe. Tesha akacheka kidogo kwa pumzi na kusema kwamba ni bogus kabisa. Mzamadi akasema kwamba hawa wajumbe wanazitoa wapi? Kabla hujajibu nitakwambia. Wanawatoza hawa raia ambao mnawaonea. Wanaziwasilisha kwa viongozi wenu. Mnapewa shia yenu. Lakini hayo yote hayakamiliki nisipohusika. Kwa sababu hawa wajumbe wanategemea nguvu yangu. Sijui mnanipata? Kwa hiyo ni mimi ndiye naye walipa nyie. Hao ni wasaidizi wangu tu. Akili zenu inaonekana bado ni ndogo sana, hata wao hamuelewi. Bobo akawaambia kwamba sana. Sasa Mzamadi akasema kwamba huyu dada ni mmoja wa watu wastaarabu sana hapa mtaani.
Anaga zao kabisa na mtu bana. Wewe umekupa raha gani kumpiga hivyo? Umejiona super sasa? Mzamiru, nasema muombe msamaha. Muombe msamaha haraka sana. Basi huyo Mzamiru akacheka kidogo kama vile ni hataki eti. Alafu akasema kwamba haya, nisamee wewe dada. Nisamee kukupiga, sawa msikilizaji, huyu Mzamiru alikuwa anajiona na dharau mno. Nami nikasema kwamba piga magoti. Akaniangalia usoni kwa makini akasema kwamba kivipi yani? Nikaambia kwamba kama ulinisikia tu kwa watu kwamba nilimfunga mtu kwa sababu ya upuzi wake, basi cheza na mimi uje uone mwisho wake. Sio kusikia tu. Unaongelea kuacha kazi. Nitahakikisha unafutwa na hupati kazi kwingine tena kwa sababu ya huu pumbavu, ili uhangaike mpaka familia yako iteseke. Acha kucheza na watu sio wajua mwanangu. Si watu wameumba kuonea watu. Na usichezee kazi yako ukajiona kwamba eti kwamba umefika sana na kuitumia kama fimbo kumchapa yote yule unayetaka. Wengine sio kuguswa. Piga magoti muombe udada msamaha sasa hivi. Niliongea hivyo. Yaani niliongea kwa sauti yenye mamlaka msikilizaji. Mpaka tuli. Sasa watu wote hapo walikuwa kitazama tu. Na mimi sikujua Miriam alikuwa vipi huku nyuma yangu, lakini nilitaka tu kuhakikisha hili jambo linakubalika ili iwe somo kwa wote kutokuja kamwe kurudia kitendo kama kile. Isingefanya kazi kwa wote najua, lakini baada ya hapa ningekuwa nimehakikisha wote wanamuona Miriam kuwa malkia. Niliona wazi kwamba jamaa alianza kuogopa na alikuwa akiona aibu. Kiburi chake pia kikimfanya waangalie wenzake ili kupewa support, lakini wote walibaki kimya. Zamu hii walikuwa wametulia tu na kubaki kuangalia angefanya nini. Jamaa akasema kwamba kwa hiyo nikamkatisha nikasema kwamba nimesema piga magoti. Peka mzee Ahmadi akanishangaa. Sauti ya Miriam ikasikika tena akiniita Jaden. Nikageuka na kumwangalia. Na sasa alikuwa amenyanyuka kutoka kitini huku akiniangalia usoni kwa macho makini. Ingawa yalikuwa mazito, na kwa sauti ya chini kaambia kwamba hautoki hapa Miriam kabla huyo hajakuomba msamaha. Akaendelea tu kuniangalia kimkazo kiasi. Nikamgeukia polisi namba 1 na kusema kwamba fanya hivyo. Mzee Ahmadi akashusha pumzi na kusema kwamba Mzamiru, hebu harakisha basi. Hiyo tani makosa yako bwana, piga magoti bwana. Ilionekana kuwa ni kizungumkuti na bonge moja drama ya kuigiza, lakini mbona jamaa akaenda chini? Alishuka kwa mguu moja kisha wa pili akapiga magoti huku sote sasa tukimtazama kwa makini. Akamwambia Miriam yani kama hataki vile, akaambia kwamba nisamee. Nikaambia kwamba iseme vizuri. Basi Adelina akaniita kama kuniambia kwamba imetosha. Nikamgeukia na kusema kwamba nini Adelina? Sasa hivi mimi ndo naonekana namuonea, si ndio? Au hicho kitu hakipo. Msikilizaji, nilikuwa nimefura. Nikamwangalia jamaa usoni tena hapo chini akiwa amepiga magoti kama litoto vile. Nami nikaambia kwamba iseme vizuri hiyo samani. Basi akamwangalia Miriam na kusema kwamba naomba unisamee dada. Nisamee kukupiga. Tesha akasema kwamba angalau. Tesha alisema hivyo akiwa sasa amekunjia mikono yake kifuani. Nikamwangalia Miriam usoni naye akiwa sasa anamtazama huyo polisi mwenye akili sifuri kwa mkazo. Kisha akaniangalia machoni pia. Basi mzee Ahmadi akasema kwamba JC basi bwana, Miriam mama, hebu nenda basi nyumbani ukapumzike sawa? Nendeni tu. Nyie wote, nendeni toka hapo. Mzee Ahmadi aliongea hivyo na kuambia hivyo wengine huko nje. Miriam akaanza kuja upande wangu taratibu, huku sasa akiniangalia usoni kwa sura iliyoonekana kukwazwa sana. Naye akanipita tu kuelekea nje, huku sasa Adelina akimfuata. Nikafumba macho na kung'ata meno kiasi kutokana na kuhisi kwamba sababu ya yeye kukwazika ilitokana na mimi kulazimisha aombwe msamaha namna hiyo. Haijalishi kama kweli huyo polisi alistahili hiyo fedha, na alistahili. Nilikuwa natamani hata na yeye atandikwe na hako kamjeledi basi tu. Babu na Tesha wakaniambia tuondoke, huku Ankia akiwa ameshatangulia nje pia. Na huyo polisi sasa akawa ameshasimama na kuonekana kuudhika sana kutokana na kudhalilishwa mbele ya wenzake. Na wote walinitazama kwa macho makali kweli kweli. Lakini nikamsogelea huyo jamaa karibu na kumwambia kwamba huo ndio uenda wazimu wangu sasa. Nitafute tu kwenye ile siku uliyoisema. Niko tayari kwa ajili yako. Jamaa akaniangalia. Yaani kama vile hayaelewi kabisa ujasiri uliokuwa nao ulitokea wapi. Na mzee Ahmadi akasema kwamba JC,
wewe kijana hapana bwana. Hebu nenda basi kale ugali ulale bwana. Basi tukaondoka tu hapo hatimaye pamoja na wenzangu, ikiwa sasa imeingia saa 7 usiku sasa. Na bado kukiwa kuna watu kadhaa ambao walitazama sana tulipokuwa tukitoka kwenye eneo la hii ofisi. Miriam, Adelina na Ankia walikuwa wakitembea taratibu tu mbele yetu, huku nikiona jinsi Ankia alivyowasimisha wenzake kwa manunguniko. Vile vile Natasha upande wetu alikuwa akiongea hasa na Bobo kuhusiana na hiyo siku. Nilikuwa kimya tu, wenzangu wakiona kwamba bado nina hasira, na ndio ikawa imepita bajaji isiyokuwa na wateja kando yetu. Nikawaza upesi kwamba ingekuwa vizuri wanawake wakipanda kwenda mpaka nyumbani. Kwa hiyo nikaisimamisha na kumlipa mwendeshaji na kumwambia akawabebe. Bajaji sasa ilipowafikia, ilionekana wameelewa kuhusu kupanda, lakini wakawa wanataka kupanda pamoja na sisi. Kwa hiyo tulipowafikia karibu, tukawaambia kwamba watangulie tu, sisi wanaume tungekuja mdogo mdogo. Ni Miriam ndiye ambaye akaonekana kutokupenda ile wazo. Kwa hiyo akaanza kutembea tena taratibu kuelekea mbele. Tesha akawa anamuita, Ankia vile vile akanamuita, lakini hakusimama. Hivyo mimi nikamfuata upesi na kumshika mkono. Akaniangalia usoni kwa njia iliyoonyesha kuchoka sana kihisia. Nami nikamsihi kwa upole kuwa aingie kwenye bajaji. Sisi tungekuwa sawa na tungefika. Awai tu kupumzika. Ndipo akautoa mkono wangu kwa kitaratibu na kuacha kunitazama. Halafu polepole akarudi kwenye bajaji na kwenda kuingia humo. Akiniacha nimesimama tu hapo huku sasa nikimtazama. Adelina na Ankia wakaingia bajajini pia. Nayo hiyo ikatuacha wanaume tukitembea mdogo mdogo kuelekea majumbani. Siku hiyo kwa kweli haikuwa imeenda kama nilivyodhani ingekwenda. Tofauti kabisa na nilivyokuwa nimetarajia. Basi mimi na Tesha tumekuja kufika makwetu ikiwa inaelekea kuingia saa 8 kabisa. Maana tulianza kupita Masai kwanza na Bobo ambako bado kulikuwa na watu, na kwa ushawishi wa hao wenzangu nikawa sasa nimeshusha bia moja tu ili niende kulala usingizi mzito. Tesha alihakikisha amepiga 2 zaidi ili aongezee kulewa. Na ndio tukawa sasa tumerudi sasa vichwa vikiwa vimepondeka hasa. Na nilihitaji tu kulala ise. Ile nimefika ndani tu nikamkuta Ankia sebleni kwenye sofa akiwa anaangalia marudio ya tamthilia fulani hivi ya Wagiriki kwenye TV. Inaonekana alikuwa ananisubiria tu. Kwa hiyo bila hata kumsemesha nikachukua funguo na kwenda kufungua geti. Yaani nilienda kufunga geti, kisha nikarejea hapo. Baada ya kufunga geti nilirejea sebleni na kukaa sofani nikihisi kuchoka mwilini. Ankia akasema kwamba mmepitia Masai tena. Aliuliza hivyo na macho yake legevu. Mimi sikumjibu bali nikawa tu nimetazama mbele tu. Akauliza kwamba ya leo makubwa jamani, hao wajinga sijui ametuonaje. Basi nikamuuliza kwamba vipi kuhusu Adelina? Akanijibu amelala. Na wewe si ukalale? Nimeelewa lakini sina hata usingizi. Kaulazimishe, muda umeenda sana. Alafu vipi kuhusu wewe? Mimi nenda kuoga kwanza. Ngoja. Kuna kitu nataka nikuulize. Utaniuliza kesho Ankia. Twende tukalale, zima TV. Bwana nisikie kwanza. Sitaki kuongelea hayo mambo sasa hivi, sawa? Mimi nataka nikalale. Kesho ndio ni siku. Tayari hiyo kesho unayosemea ni leo. Haijakucha tu bado. Nilifanya hivyo msikilizaji na kusimama. Ankia akasimama pia na kuniambia kwamba ngoja nataka nikuulize kitu. Ankia, utaniuliza basi kesho, Alafu ukiwahi kuamka, hebu tafadhali niamshe na mimi pia. Nipige hata nikigoma kuamka nipige, sawa? Ndio utaniuliza maswali yote ya dunia baadaye, umesikia? Basi nimwambie hivyo na kutaka kumpita. Akanizibia njia na kusema kwamba subiri, nataka nikuulize tu kitu kuhusu Miriam. Nikamwangalia usoni kwa makini. Nikamuuliza amefanyaje? Alafu nimesahau, hujaniambia bwana. Amefika, yuko huko kwao, si ndio? Amefika salama Umeona? Hicho. Ankia alisema hivyo huku sasa akinikazia macho. Nikaendelea kumwangalia tu kwa umakini. Sisi wote tumekasirika. Hao wapumbavu walivyotufanyia. Tena hasa walivyomfanyia Miriam. Lakini wewe Jesse, maneno yako
jinsi ulivyokuwa unatenda hapo mwishoni, yani mpaka unajua nimeshangaa. Sikuelewi bwana. Mimi nimeanza kuona toka tupo Masai. Nimekuangalia tu ulivyokuwa ukimtazama Miriam. Tupokuwa tunatembea, yani hata tulipokuwa anatapika ukamfuata kabisa, yani eti ukawa unamsafisha matapishi yake mpaka kuwapigisha magoti watu wa babe ili tu uwe mbabe. Yote ni kwa ajili ya nani? Ya Miriam tu. Nimeona kuna kitu hakipo sawa kabisa. Mimi naona utakuwa umelewa. Zima hiyo TV ukalale. Mimi naenda kuoga kwanza. Aondoke hapa mpaka akuombe msamaha. Msikilizaji, Ankia aliiga maneno yangu niliyosema kumwelekea Miriam muda ule. Nikabaki nikimtazama kwa makini tu. Nitahakikisha hawajiri sehemu yoyote. JC, leo nimemwona mtu mwingine kabisa. Different kabisa. Different nilifikiri ni wewe tokeo umekuja. Sijui unajaribu kuongea nini. Na ni different, sio different. Jasimi sikilize, mimi sijalewa kufanya akili yangu ipotee. Najua naomaanisha, sawa? Jisuli niambia kwamba wewe sio mtu hisia za, yani mpaka kulazimisha vitu kwamba haujali sana na nini, lakini today hapana. Wewe hakuwa wewe nilimjua. Kuna kitu kinakusumbua sana Jesse, na nakwambia kwa sababu mimi nimekujua. Wengine sio rahisi. Mimi ndo nakaa na wewe na kujua. Jesse, umebadilika. Yaani utafanya kitu chochote kile kwa ajili ya Miriam, chochote. Yaani nimeshaona kabisa, sio Bizadi, sio Tesha, sio Shadia, sio mama. Yaani nimeshaona ni Miriam. Yaani unafanya yote ili kuhakikisha tu Miriam haumii. Ankia aliongea hivyo kwa sauti tulivu, japo alionekana kuwa amelewa. Nikaangalia pembeni kwanza. Unaona niko sahihi, si ndio? Kwa hiyo imeanza lini? Nini? Ni wapi ambapo alikugusa sana mpaka Ankia, hebu naomba niache. Nenda kulala. Nilimkatisha na kuanza kuondoka. Sasa nikivua t-shirt, akanishika mkono kwa nguvu na kusema kwamba hapana Jesse, nataka uniambie. Sasa nikwambie nini? Unampenda Miriam Jesse, si ndio? What the? Yaani nikwambie hivyo, nijibu hilo swali liweje? Hebu niache basi. Niambie ukweli tu Jesse, mimi nimeshakuona. Wewe niambie unampenda dada, si ndio? Ankia kaniuliza hivyo kwa sauti ya chini. Nikabaki nikimtazama machoni bila kuwa na uhakika wa jibu la kumpa. Tena sio ile kwamba tu unamtamani, yani kama ulivyosemaga na besi lako tunaanzaga kutamani kwanza, kupenda baadaye. Hii hapa sasa hivi ni kwamba umeanza kumpenda Miriam kwanza, alafu baadaye ndio utaenda kumpenda tena, si ndio? Kile kitu ambacho ulikuwa unajaribu kuepuka kwangu, si ndio? Ainiuliza hivyo, huku sasa kinaangalia kwa hisia. Maneno yake alinigusa. Akanishika shingoni kwa mikono yake yote na kusema kwamba niambie Jesse, unampenda Miriam? Basi mimi nikashusha macho taratibu na kuangalia chini tu, nikiwa nimekasirishwa sana na hisia nzito sana. Nami nikatikisa kichwa na kusema kwamba ndio Ankia, nampenda Miriam. Hatimaye msikilizaji, nikawa nimefunguka. Ankia akachata basamu hafifu tu, lakini alionekana kuwa amefurahi sana. Sijui hata kwa nini. Nikamwangalia usoni na kusema kwamba nakuwa mpaka sijielewi, haikupaswa kuwa hivi Ankia. Unataka iweje? Sikutaka hiyo chochote. Yaani haya mambo yanampenda na kupenda. Ankia, wewe ni mwanadamu JC. Hata ukimbie vipi, upendo wa kweli lazima tu utautaka tu. Wewe usikuwa playboy maisha yako yote.
Mimi sio playboy, na hata kama ningekuwa playboy ningeweza kuwa wa maisha yote. Nimeangalia movie ya Tony Stark na yeye alikuwa kama wewe tu, anafikiri eti maisha ya mapenzi ni mchezo. Mimi sijui kusema nafikiri ni mchezo. Acha kuangalia movie za kipuuzi. Lakini umekuwa ukiishi kwa namna hiyo. Ankia, please bas, nakuomba. Msikilizaji, nikaona tupumzike kwanza, maana mabishano hapa yasingeisha. Ankia akarudi nyuma kidogo, sasa akinitazama na tabasamu lake mwanana. Nami nikajishika kiuno na kuinamisha uso, sasa nikitabasamu pia. Ankia akasema kwamba JC is in love. Nikamnyoshia kidole nikijifanya kuudhika. Naye akaziba kicheko chake kwa ganja. Akauliza kwamba so umepanga kumwambia lini? Kumwambia? Ankia, are you serious? Yes. I mean, sio pombe tu, yani dead as serious. Hapana, you are not dead as serious. Wewe unaogopa nini kwani? Siogopi lolote Ankia. Sitaki tu kujiumiza. Faida itakuwa wapi kwenye hilo? Kwa hiyo nafikiri kwamba wewe ukiendelea kukaa kimya ni eti kwamba ni ndio hautaumia au? Kwanza hebu nishauri, unataka nifanye nini? Unamjua vizuri. Hawezi kukubali. Ankia, yani Miriam, kwa nini ilipaswa kuwa Miriam? Yani peace kibao. And I had to fall in love with Miriam. JC, mimi najua mapenzi halazimishwi JC, sawa? Hata mimi mwenyewe nilifeli kwako. Baada ya muda nikazoea. Lakini sikukaa kimya, nilikwambia usipomwambia Miriam ukweli wakati upendo wako kwake unazidi kukua, JC utumia vibaya zaidi sana. Hasa kama muda mrefu utapita. Mimi na experience, najua. Mimi nimekuangalia, sio leo tutoka muda nilikuwa nimeshaona unampenda sana utata sana. Tafuta nafasi umwambie, uondoe hicho kilongolongo chako moyoni, maana naona kabisa kimeshaanza kukutafuna. Usione hata mende anamsogela, yani uko tayari kumuua kwa panga. I'm serious JC, usicheke, mwambie tu, you never know. Yeah. Na ukweli ni kwamba I'll never know. Ankia, kilichofanya mpaka nikampenda huyu dada ni kwa sababu yuko tofauti sana. Tofauti ambayo mpaka inanifanya nijione kuwa simfai yani. Nina dhambi nyingi kinoma. Achana na umri tu kuwa mdogo. Yani kweli unafikiri yani Miriam anaweza kuniangalia mimi kwa macho mara mbili? Hata tu akasema kwamba ngoja nifikirie upuzi wako. Sasa wewe kwa nini unajikatisha tamaa hivyo JC? Kwa sababu sitaki kuumia zaidi ya ninavyoumia sasa. Kuumia kwa kutokumwambia ni bora kuliko kumwambia alafu anikatae. Sijajua kama nitaweza kubeba hilo Ankia. Miriam yuko kwenye level nyingine, yani kina cha upendo nao hisi kumwelekea. Ni bora nizame mwenyewe tu kuliko yeye ndio aje kuwa mtu wa kunizamisha kabisa na kuniacha nijifie humo. Sijui hata naongea nini, lakini Ankia, please, nakuomba usije kumwambia mtu yote kuhusu ile. JC, kwa nini wewe unanichukulia JC? Yani nimwambie nani sasa? Ukiona machande huwa zinapaa. Kwanza leo hakuna kunywa pombe tena, umesikia? Sitaki ulewe ukaja ukaropoka. Wewe ni mjinga sana JC. Niongezee zingine sasa hivi uone kama nitamropokea hata Adela. Kichwa changu sio legelege namna hiyo. Ankia alisema hivyo, nikashusha pumzi tu na kutikisa kichwa, kisha nikasema kwamba nilipitiliza sana leo kuwa mkali namna ile. Au kufanya lolote baya wala hata usijali. Mimi tu hapa ndio ilinipa picha kamili. Na ni jambo zuri JC. Ankia aliniambia hivyo. Nikamwangalia usoni kwa hisia, akanisogelea na kusema kwamba usijali, nimekuelewa. Fanya unayoona ni sawa, ila usisahau na maneno yangu pia. Yanaweza yakajalisha siku moja.
Yatajalisha ukija kusikia nimepondwa na chupa ya chai usoni. Naona hicho ndicho unachotaka. Mbona umeanza kuwa mwoga? Auogopi kuwapigisha magoti polisi jamii? Ndio unamwogopa Miriam hivyo? Bwana wewe. Okay, sawa, mimi naelewa bwana. Mimi nakutania tu. Wewe nenda kaoge. Mimi pia nakuja kujimwagia. Tutaongea zaidi kesho, sawa? Anki aliniambia hivyo. Sasa mimi nikatikisa kichwa kuonyesha kwamba nimeelewa. Naye akatabasamu kiasi na kuanza kuelekea chumbani kwake. Nikatoka hapo na kuelekea chumbani kwanza. Nikiwa sana tafakari maongozi yangu na Ankia, na mpaka nimeenda kuoga na kurudi chumbani tena bado nilikuwa nawaza tu. Nijitahidi kuonyesha kwamba nilikuwa imara sana mbele yake Ankia, lakini kweli ni kwamba nilikuwa naogopa. Yaani nilikuwa nikiogopa hisia zangu mwenyewe kwa sababu sikuwa nimetaka zinifikishe huko kote. Lakini sasa nikiwa ndio nimefika na sikujua zingenipeleka wapi. Of course, Miriam nilimpenda sana tu. Lakini hata baada ya mimi mwenyewe kuwa nimekiri ukweli huu, bado sikujua ikiwa ungenipa faida kutoka kwa upande wake mwenyewe. Kukaa kimya tu kuendelea kunitafuna kama Ankia alivyoniambia na kumwambia Miriam ukweli alafu akatae upendo wangu kwake, ndio kungenipasua pasua ni hata zaidi. Lakini najua bado hisia zangu zingekuwa pale pale tu. So ningefanya nini sasa? Basi nilikuwa nasikia sauti ikiniita kwamba JC amka. Lakini mimi sikutaka kuamka kabisa. Maana nilijihisi uzito ajabu. Ndipo nikashtukia na washwa kofi mkononi lililonifanya niumie kiasi. Nami nikajitahidi kufumbua macho. Ankia akaniambia kwamba waya, amka bwana, pamesha kucha. Alikuwa ni Ankia. Nikaangalia mazingira vizuri. Ndio, bado nilikuwa kitandani na kweli palikuwa pamekucha. Nikamuuliza kwamba ndio nini sasa nayo kuamshana na makofi. Wewe uliniambia ni kuamsha mapema na nikupige ukizingua. Ahadi ni deni, imetimia. Ankia alisema hivyo. Nilikuwa nahisi kichwa changu ni kizito kweli kweli. Na mimi nikiwa nimelala kwa ubavu nikaendelea tu kufumba macho na kumwambia kwamba umefanya vizuri ila bado una usingizi. Basi Ankia akauliza kwamba kwani unataka kwenda wapi? Huko Sinza kwenu au? Nikatikisa kichwa kukubali. Ankia akasema ndio unyanyuke sasa, mimi nataka nikatafute supu bwana, ukisinzia tena shauri yako. Nikamuuliza saa ngapi? Akajibu saa 2. Okay, letea basi maji ya baridi darling. Nimwagiza maji ya baridi? Akasema kwamba umeme umekatika, friji haijawaka. Nikamwambia kanunue basi, si unaenda tu kufuata supu yako ama? Akasema na Edelina, ila yeye bado kalala, unataka niwe nikuletee supu ama niongezee hela basi? Baada ya Ankia kusema hivyo nikamwambia kwamba kuna 1500 hapo juu ya draw, kachukue supu ya 4000 na maji ya baridi. Ongezea bwana, utaona mwenyewe uko utakavyopanga. Nikamsemesha sasa bado nikiwa nimejisinzisha tu. Akasema kwamba haya ngoja niwahi basi. Nikasema poa. Basi nikahisi alipokuwa amenyanyuka kutoka kitandani na kuondoka, nikaona hapa sasa ngoja mimi nijivute na kufanyeje na kukaa. Matukio ya usiku uliotangulia akajirudia akilini mwangu. Huku sasa nikihisi maumivu mgongoni kutokana na marungu nilioshoshiwa jana. Nami nikaamua kuifuata simu kutoka kwenye chaji. Ndio niliweka chaji kabla ya kulala. Nikajitahidi kupambana na wenge la kichwani. Nami nikaona kwamba kuna watu walikuwa wamenipigia na jumbe chache zilikuwa zimeingia. Betha, Soraya, yule Kevin, mwamba fulani hivi mgeni pamoja na Bizawadi walikuwa wamenipigia kwa asubuhi hii. Huku jumbe zikitumwa na Soraya pamoja na hiyo namba ngeni. Nikaona ngoja nianze na Betha. Basi nikampigia na baada kupokea akauliza nilikuwa wapi. Nikamwambia ndo nilikuwa najiandaa kwenda kule supermarket Ubungo. Yaani bado sikuwa nimeondoka msikilizaji. Sasa naye akasema kwamba niende kwake kwanza. Kwa kuwa hii ilikuwa ni Jumatatu, yeye angefanya kawaida yake akwenda pale supermarket na sehemu zingine. Na ndio ningemuonea huko. Ila leo alitaka niende kwake kwanza. Basi bila kuuliza sababu nikamwambia nakuja. Naye akasema nisichelewe. Sasa wa pili akawa Soraya. Huyu nikamtumia tu ujumbe kuwa bado nilibanwa na kazi fulani. Maana alikuwa anataka nimpe ratiba ya makutano. Na kutokea hapa sidhani kama ingekuwa rahisi tena kwa kweli. Yaani nilikuwa nimetoka tu kukiri hata mbele ya Ankia kuwa nilimpenda Miriam. Na kukumbuka hilo kila mara kukawa sasa kunanifanya nitake kuwa mtu mpya. Ingawa bado hata sikuwa nimemfikishia mwanamke huyo hisia zangu.
Na nilikumbuka vizuri sana kwamba bado upande wa Betha ungeendelea kunipa changamoto. Yaani hako katabia kakutoka na huyu na yule nilitaka na nilipaswa kukomeshwa, yani nikakomesha kabisa kutokea hapa. Nitaka nikamalize kabisa. Na kwa kujua kwamba bado Betha angekuwa kikwazo, nikaona ngoja nimtafuta askari Ramadhani. Nikamtumia message nikiuliza tu kwamba imefika wapi, nikiwa na lengo la kutaka kujua kama siku yetu ya kuamaliza hayo mambo ya Betha ilikuwa imekaribia. Kwa hiyo niandika tu kwamba imefika wapi. Niliamini tu yeye mwenyewe ataelewa. Sawa, alisema wiki na nini, lakini nilitaka tu iwepo njia ya kuharakisha haya yote ili hatimaye niwe na uhuru uliotosha kufanya jambo fulani ambalo moyo wangu ulitamani sana kufanya. Kufanyaje? Kumsemesha Miriam. Maneno ya Ankia huo usiku kwa kweli yalikuwa yanazunguka mno kichwani. Kwa kiasi kikubwa nilikuwa nataka sana kujaribu kumfikishia Miriam hisia zangu. Sema tu niliona muda kuwa ni kama muda haufai. Na yeye vile vile angeweza kukataa upendo wangu. Kama hilo la pili lingetokea, ningetakiwa kuwa nimeshaona mwelekeo kabla hata kujaribu kumwambia nampenda. Kwa hiyo nilihitaji kuwa na uhakika kwanza. Hivyo yani. Kwa kuwa Betha sasa alinitaka niwahi, nikaona ngoja nipitie ile namba ngeni upesi kwanza. Bizawadi ningemwambia tu niliwahi mahali fulani, maana kama sio kuongea nami kuhusiana na aliyotokea usiku wa kuamkia sasa, basi huenda ilimhusu tu Mariam. So nilipoangalia ujumbe wa hiyo namba ngeni, nikakunja uso kiumakini kwa sababu haukunipendeza kabisa. Ulisomeka hivi: muda umekwisha JC. Nipe jibu haraka, mengine afate. Basi moja kwa moja nikawa nimeelewa kwamba ujumbe huo ulitoka kwa Sudi kama sio Charlie Gonga. Uharaka wao wa kutaka jibu langu ulionyesha kwamba walipanga kutimiza hila zao kumwelekea Betha upesi sana. Na sijui ni kwa nini tu waliona umuhimu wa kunitaka mimi niwe kama mpiga muhuri wao ama kuwapa ruhusa. Walikuwa wanajishaua sana, na inawezekana hata ule jamaa aliyenifuatilia kule Kariakoo alikuwa ni mtu wao. Kwa hiyo nikaamua kwamba kutokea hapa mpaka huko nitakapofika, bastola ingekihusu kiuno changu. Hii ndio ingekuwa mara ya pili ambayo ningetembea na hiyo silaha, lakini ndio ingekuwa mara ya kwanza ambayo ningehisi uhitaji wa kuitumia. Lolote lile lingeweza kutokea, hasa kwa sababu sikutaka kujibu, na mimi sikujibu ujumbe huo aliotuma. Nikaifuta na hiyo namba. Kisha nikaanza kufanya maandalizi ya kuondoka, kwa sasa nikihisi kichwa yani kama kimeanza kuachia kabisa. Yani yote ni kwa sababu ya hilo kunitatiza na kunipa umakini ulionifanya nihisi nguvu mpya. Basi bwana, kufikia mida ya saa 4 nikawa nimeshaondoka hapo kwa Ankia baada ya kuvaa vizuri na kunywa supu na maji baridi aliloleta huyo mwanamke. Niliondoka Delena akiwa bado amelala. Kwa hiyo nilimwambia Ankia ampe salamu yangu na tungewasiliana baadaye. Nikiwa nimeshapanda gari la kuelekea makumbusho, ndo nikapata nafasi ya kumpigia Bizawadi na kumsalimu. Sikuwa nimekosea kuwa alitaka kunijulia hali baada ya yaliyotokea jana. Nadhani Tesha akiwa amemwambia kwamba nilipigwa na virungu. Kwa hiyo nikamtuliza, na nilimtuliza tu kwa kusema kwamba nilikuwa sawa na tungeongea zaidi nikirejea. Alinijali kweli mama, lakini ningepaswa kufanya jambo fulani kuhusu maumivu ya mgongoni, maana nilihisi akiendelea kuongezeka kwa ndani kila dakika. So toka nilipokuwa nimepanda daladala kuelekea makumbusho, nilikuwa nimesimama na watu kadhaa na nini walikuwa nao wakiniangalia kama nilivyozoea, lakini kulikuwepo na mwanamke mmoja hivi aliyevutia sana kwa sura na muonekano wake, ambaye alisimama karibu na mimi zaidi kwa muda mrefu. Hata muda mwingine angepisha mtu mwingine akae kwenye nafasi zilizoachwa ili tu aendelee kusimama. Nikiona wazi kuwa alipendezwa na mimi, lakini sikutaka tena majaribu ya namna hii. Moyo wangu ulikuwa kwingine kabisa. Dakika kadhaa zikakatika mpaka tulipofika maeneo ya Vunja Bay, pande za Mkwajuni hapo. Nami sasa nikaanza kushuka. Huyo mwanamke bwana akaanza kutembea pia nyuma yangu, ikionekana alitaka kushukia hapo. Na mimi hata sikujali sana ni. Nilikuwa nimetangulia mbele tu. Sema tulitazamwa mno, yani utadhani tulikuwa pamoja. Nikiwa sasa ndo nimeshuka tu na kusimama pembeni ya barabara, mwanamke huyo akaja karibu zaidi na nilipokuwa. Kwa kufikiri anataka kupita, nikampisha. Lakini akanifuata huku sasa akinitazama moja kwa moja. Nami nikamwangalia. Alikuwa ni mweupe, mrefu kiasi, akivaa gauni refu lenye kubana mwili wake lililokuwa na rangi ya blue, lililobana umbo lake lenye hips nene na kalio lililotokezea kweli kweli mpaka sasa ni kulichoresha gauni lake mistari ya nguo
aliovaa ndani. Alionekana kutokuvaa sidiria. Kwa kuwa sasa maembe yake sio kuwa makubwa sana, yalichoresha vizuri. Vile kale kakichwa kwenye embe. Na alisuka mtindo fulani hivi wa rasta za kahawia, ndefu tu kufikia mpaka kwenye nyashi. Alikuwa na sura na mdomo mzuri sana. Macho makubwa yaliyorembwa kwa wanja kopeni, na alishika kimkoba kidogo ganjani mwake. Mrembo akasema kwamba kaka mambo. Alikuwa na sauti ya kipole. Nikamwambia kwamba fresh ni aje. Mdada akajibu poa tu, samahani ilikuwa naomba kuongea na wewe. Usijali. Toa tu hiyo samahani, niambie. Wewe ni mwenyeji wa haya maeneo? Hapana, mimi ni mgeni huko. Umekuja kutembea? Ya, kuna sehemu nimealikwa ndio nawahi sasa hivi. Sawa. Basi kama una haraka naomba basi tuachiane mawasiliano. Kwa nini? Basi alibana midomo yake na kuangalia pembeni, akionekana kuwa na wasiwasi sijui, nami nikaelewa kuwa aliniogopa. Najua alichokuwa anakitaka, ila kujitoa akili ilikuwa ni lazima. Na bado nilikuwa nawaza kwamba huenda huyu angekuwa ametumwa hata na hao kina Sudi. Kwa hiyo nilihitaji kuwa mwangalifu, na tulikuwa tunaangaliwa sana na baadhi ya watu eneo hilo. Basi nikamuuliza mrembo kwamba unaitwa nani? Mrembo akaniambia naitwa Pendo. Nikamwambia kwamba wewe ni mwenyeji wa huku? Akatikisa kichwa kukubali. Nikamuuliza vipi, unasoma? Akajibu mimi ni nesi. Wapi? Aga Khan. Kumbe, okay. Sasa Pendo, kwa nini unataka kuwasiliana na mimi? Kuna kitu nataka nikwambie. Niambia sasa hivi. Ni vitu vingi, si umesema na haraka? Wewe sema tu wala usijali. Mpaka niseme jamani, wewe si ni mtu mzima? Sawa, ila hatujuani, so unaweza kama mke wa mtu, si ndio? Mimi sijaolewa mbona? Kwa hiyo umenielewa Okay, nimekuelewa, ila Pendo, mimi ni mume wa mtu na nampenda sana huyo mtu. Sidhani kama nitaweza kukupa unachotaka. Kwani lazima mke wako ajue? Kumbe na wewe ni wa hivyo. Nilikuwa na mpole, nikadhani utaelewa. Haya, kwa hiyo hujanipenda? Wewe ni mzuri, ila mimi ni wa mtu. Siwezi kumdanganya mwenzangu. Hata wewe itafika mahali tutadanganyana mno nikifanya hilo. Sio hivyo mimi. Haya basi, safari njema. Nawe pia. Poa. Kalisema hivyo. Akaendelea na mwendo kuelekea upande mwingine. Nami nikajiondokea hapo kama vile sio mimi. Yaani huyo angekuwa amenikuta kipindi kile, ningemuonyesha ushetani wangu, maana alikuwa ni wa moto. Sio mchezo. Ila sasa hivi nilitaka kutulia tu mpaka swala langu kwa Miriam lieleweke kabisa, la Betha limalizike pia. Ndio ningejua sasa nisimame wapi baada ya hapo. So nikawa naelekea Royal Village. Nikampigia simu Madam Betha kumwambia kwamba ndio nilikuwa nimeingia getini na ningefika huko upesi sana. Na alipopokea, kabla hata sijaongea, akaniambia kwamba nielekee kule nyuma alikopenda kuegesha gari lake, alafu nimsubiri hapo. Maana ndo alikuwa anashuka. Ilikuwa ni kama vile yani anajua nimeshafika. Nami nikasema tu sawa. Nikaelekea huko, ndo nikaanza sasa kufuata maelekezo yale ambayo alikuwa ameniambia nifike. So nikiwa ndio nimefika huko kwenye egesho la magari, nikaona kitu kilichofanya niingiwe na umakini zaidi. Doto alikuwa amesimama usawa magari mawili. Moja ikiwa ni lile la Madam Betha la Haria, lingine likiwa ni aina ya Lexus LX570. Kubwa tu na zuri, likiwa na muonekano mpya wa rangi ya Shabani Silver iliyoelekea kuwa dhahabu kabisa. Alisimama karibu nalo kama vile yani lilikuwa lake, ama labda yeye ndiye aliyekuwa dereva wake. Nami nikamwangalia kwa umakini zaidi. Jamaa alikuwa amevalia t-shirt nyeusi ya mikono mirefu iliyobana mwili wake vizuri tu kuonyesha namna misuli yake iliyokuwa imara, pamoja na suruali nyeusi pia na kiatu cheusi. Aka sasa ametazama upande wangu na kuniona. Naye akaacha kuniangalia na kutazama pembeni kama vile hanijali. Kuna kitu tu kikanisukuma nimfuate mpaka hapo alipokuwa na kusimama mbele yake. Nikiwa nahisi hata uwezekano wa kutoa bastola hapo ungetokea. Lakini sikutaka ifikie huko. Young akanitazama usoni kwa makini sana. Nikamuuliza kwamba vipi? Imekuwa hivi tokea lini? Basi jamaa akaniangalia kwa njia kuonyesha kwamba hakuelewa nilichomaanisha. Lakini najua alinielewa vizuri tu. Nikamuuliza tena kwamba wewe hujaelewa? Okay. Ngoja nirahisishe kwa namna hii.
umeanza kumfanyia usaliti madam tokea lini? Jamaa akajitoa akili akasema kwamba usaliti gani? Nikamwambia oya, naongelea usaliti ambao hadi ukafanya utamke maneno tutamuua with such easy. Jamaa akasema kwamba ongea bwana Kiswahili dogo, wengine hatukwenda shule. Nikamwambia mbona game on uliweza kuisema? Nimuuliza hivyo kwa kuudhika. Akacheka kidogo na kuifutafuta pua yake kwa kidole, alafu akaniambia kwamba ukijua nini kimeanza lini, itasaidia nini sasa? Wewe uangalie kile ambacho kipo sasa hivi bwana. Hayo mengine yatakupa faida gani? Nikamwambia nashangaa tu, yani ghafla tu kwamba gone. Namba 1 wa madam kamgeuka akiwa pamoja na mume wake wanapanga kumuua. I say, sishawishiki kirahisi na bullshit yoyote eti kisa tu Shalini kaka yako. Mbona kipindi hicho chote ulikuwa umetulia tu? Ndio ukifanya bidding zake madam. Zote. Sasa nini pia kuchange ghafla? Sudi amekuahidi mengi mazuri zaidi ya unayopata kutoka kwa madam, si ndio? Nilimwambia hivyo jamaa akasema kwamba hayo hayakuhusu, wewe jiangalie mwenyewe bwana, umepewa muda kutoa jibu, utumie vizuri. Sihitaji kujibu chochote. Mngekuwa mmeniambia labda mnataka kumuibia sijui, labda ningekubali. Lakini ya kumuua. Alafu eti mnafikiri kwamba mimi nitaogopa kumwambia kwa kusema sijui ataniua kwa sababu tu anakuamini zaidi wewe? Sasa baada ya kusema hivyo, Doto akasema kwamba mbona bado hujamwambia sasa? Mwambie. Si anakuja hapa hata sasa hivi, mwambie tu. Nikabaki nikimtazama usoni kwa makini. Akanisogea karibu zaidi na kusema kwamba fanya uamuzi dogo. Wewe una akili sana kila kitu kipo juu yako, wala hata usiwaze kuhusu mimi. Baada ya Doto kusema maneno hayo, sote tukabaki kutazamana machoni, tena kwa makini sana, akinionyesha ubabe wake na mimi nikimuonyesha ujasiri wangu. Kutokana na hali kwa nzito hapo sasa, hatukutambua upesi kwamba kuna mtu alikuwa akija upande wetu, mpaka sauti yake iliposikika akisema kwamba hey. Nikatazama pembeni na kumuona Madam Betha akiwa anakuja upande wetu. Doto akasogea nyuma kidogo, huku sasa naye pia akimwangalia madam, na kama kawaida yake alikuwa amependeza sana. Alivalia nguo laini sana ya moja kwa moja mpaka miguuni, akiwa na suruali na iliyokuwa na rangi kama ya ngozi ya mtu anayeelekea kuwa mweupe. Kwa kweli mbana, yani ilionekana kama vile ni ngozi yake kabisa. Kwa hiyo kwa kumtazama vibaya ungedhani alikuwa ni kama hajavaa vile nguo. Mabuti marefu ya keke ya kuchuchumia rangi ya maziwa yalimrefusha zaidi, na nywele zake nyekundu za kusuka alikuwa ameziachia kama namna fulani ile nilipomuona majuzi kati hapa. Mikononi aliweka mkoba mweusi pamoja na koti zito la manyoya lenye rangi ya maziwa, na aliyaficha macho yake kwa miwani meusi ya urembo. Akiwa sasa anatembea kwa mwendo kama wa Miss, akatukaribia zaidi na kuuliza kwamba kuna nini hapa? Mbona kama mnataka kupigana? Nikamtazama Doto soni, naye pia akanitazama kwa utulivu. Nami nikamwambia kwamba Betha, hamna kitu, tulikuwa tu hapa tunasalimiana. Betha akamwangalia Doto. Jamaa akasema kwamba aisee, umependeza madam. Betha akasema shut up, shika tangulia kwenye gari. Betha alimwambia hivyo, alikuwa akimkabidhi koti na mkoba wake. Na jamaa akavipokea na kuniangalia kwa jicho la chini lenye hila. Nikaendelea kumtazama tu mpaka alipoanza kuondoka kwa kudunda na kuviingiza vitu vya Betha kwenye lile gari la Lexus. Ndio na yeye sasa akaingia humo. Nikamtazama madam usoni, naye akaitoa miwani yake na kunisogelea zaidi, kusasa kitabasamu kwa njia yenye kuonyesha madaa. Mimi sikutarajia anipe hilo upesi. Kwa hiyo nikiwa sasa makini tu nikamuuliza ya kwamba umenunua gari jipya? Akatikisa nyusi kukubali. Nikamwambia zuri, hongera. Akasema sifa ziende kwako. Alisema hivyo huku sasa akinishika mkono. Mimi nikatulia kidogo nikitafakari kitu. Kisha akamuuliza kwamba kila kitu kiko poa madam? Akapitisha mikono yake kiunoni kwangu na kuegamia mwili wangu, huku sasa akinitazama kwa hisia, naye akasema kwamba kwa nini kila kitu kisiwe poa. Nikajitahidi kuupa mwili wangu wepesi ili asinikandamize sana kiunoni na kuhisi kwamba nina mguu wa kuku. Nami nikamshika shingoni na kumwambia kwamba mara ya mwisho nimekuja tuliishia sehemu sio nzuri sana. Nikafikiri labda madam alinikatisha, akasema kwamba achana nayo bwana, nilikuelewa na sasa hivi tutafocus kwenye mimi na wewe tu, mengine pembeni. Basi nikakunja uso kimaswali msikilizaji, kwa sababu mimi sikutarajia angekuwa ameliachilia lile swala kiurahisi namna hiyo, lakini wala hakuonekana kama ameliweka moyoni kabisa. Tena akakishika kidevu changu kwa makucha yake
na kujingata mdomo wake wa chini sasa akiuelekea wa kwangu. Alafu sasa akanipiga chumu moja laini sana na kunifuta lipstick iliyokuwa imebaki kwenye kidole chake kimoja. Akaniuliza kwamba umekunywa pombe asubuhi, si ndio? Nikamwambia jana nilikunywa kidogo wakati wa game la Simba. Akasema haikuwa ndogo, bado harufu ipo japo umesugua ulimi. Pole, inaonekana ni machungu ya Simba kubondwa ndio alikufanya ukalewa sana, si ndio? Basi alisema hivyo huku sasa akiishia kutoa tabasamu kidogo. Nami nikatabasamu kwa kutokuamini kabisa huu muonyesho wa upendo au nia nzuri aliyokuwa nayo ambayo alikuwa ameanza kuijenga kwangu. Nami nikamuuliza kwamba mudi nzuri namna hii unaitoa wapi wakati nilikuwa nimekudis? Akasema kwamba lini umenidis? Nikamwambia si ile juzi. Madam Beth akasema vizuri, wewe ndio unaifanya siku yangu inakuwa nzuri. Ya juzi hata sikumbuki maana umenifurahisha sana leo. Nikamuuliza kivipi? Beth akasema kumkataa Pendo. Nikamkazia macho kiasi, naye akatikisa nyusi kimchezo. Ndio nikamuuliza kwamba Pendo, that was you? Akatikisa kichwa kukubali huku akitabasamu kiasi. Kwa hiyo kumbe ulikuwa umemtuma huyo mwanamke anitongoze ili nione kama kichwa chako kiko kwenye game na moyo wako uko kwangu. Ilikuwa ni testing ndogo tu, ila kumkataa Pendo ni issue kubwa. Huyo mwanamke huwa akataliwi kirahisi, hata na wazee wa upako na maskofu watamkubali. Anyway, ameanza kunifuatilia tokea Mbagala. Yaani ulikuwa umeshampanga simame nami mpaka kusindio? Mimi sijui. Karudisha taarifa kuwa umemkataa. So, that's what I wanted. Utajuaje hilo kuwa kweli? Je, kama nimemkubali na amekudanganya? Nilikuwa nasikia maongezi yenu yote. Hainiambia hivyo. Nikanyanyua kidevu juu kiasi huku sasa nikimwangalia kwa utambuzi. Nami nikasema kwamba ina maana alikuwa na rekodi sauti. Na kama ingetokea umemkubali, mimi na wewe ndio ingekuwa bye bye. Na tena una bahati yako ese. Wewe, ipo siku nitakushika kivingine tu. Alijibu hivyo nikatulia kidogo. Kisha akamuuliza kwamba kwa nini Betha? Kwa nini mpaka ufanye yote haya? Ni kwa sababu nataka uwe wangu peke yangu. Sasa hivi strategy sijui nini au nini, Jesse, nataka uwe wangu peke yangu. Sahau issue ya mimi kutaka mtoto. Tutaangalia tu huo mpango baadaye. Sasa hivi nataka kichwa chako kiwe sehemu moja tu na moyo wako uwe hapa tu. La sivyo, mimi na wewe kuachana inamaanisha itakuwa ni vibaya sana. Unaelewa jinsi ninavyokuwa nikipenda, si ndio? Madam Beth alisema hivyo. Msikilizaji, ili ingekuwa tatizo sana, tatizo kubwa mno. Ila ni ikiwa tu nisingekuwa mwangalifu. Nikatikisa kichwa kuonyesha uelewa. Madam akasema kwamba vizuri sana. Umepita kamtiani kangu. Ngoja tuendelee kuona ya mbele. Basi nikawa mimi nikimtazama tu kwa ufikirio sana. Nami nikasema kwamba Beth, popote pale ambapo mimi na wewe tutaishia, ninaomba ujue tu kwamba sehemu kubwa moyo wangu haitaki kuona unaumia. Hatujaanza vizuri na sijui kama tutaishia pazuri, lakini Madam Beth alinistopisha akasema shh. Nami nikatulia. Madam Beth akasema kwamba usiwaze negative. Sasa hivi nataka kuhakikisha kila kitu changu na wewe kinajengeka kwa njia positive. Tena kuanzia leo. Na nitafanikiwa, utaona tu. Basi mimi nikashusha macho yangu chini, nikiwa najihisi vibaya kiasi moyoni. Maneno aliyokuwa nataka kumwambia yalikuwa yamebeba maana pana sana. Hakujua tu. Sasa akatoa kidole chake mdomoni kwangu na kusema kwamba twenzetu bwana, kuna watu muhimu nataka tukakutane nao leo. Basi nikamwangalia na kutikisa kichwa kukubali. Naye akanishika mkono na kuanza kuniongoza mpaka tulipoingia kwenye Lexus yake na kuketi siti za nyuma. Kisha Doto akaliwasha na kuanza kuendesha. Bado tu nikawa nawaza vitu vingi sana. Mara kwa mara nikitazamana na Doto kupitia kile kioo cha mbele pale juu kwa macho yaliyojuana mno, na maswali ya ni wapi haya yote yangekuja kuishia yakaendelea kuisumbua nafsi yangu, hasa baada ya Betha kuonyesha kwamba ni kweli alikuwa ananipenda. Kama tu maneno ya Doto muda mfupi nyuma, kwa kweli ningetakiwa kufanya uamuzi haraka ikiwa Ramadhani na wenzake wangekawia kuyamaliza haya. Kulikuwa na mkutano fulani hivi maalumu huko Kinondoni, msikilizaji, sio Kigamboni, Kinondoni, ambao ulibeba matembezi ya wafanyabiashara na viongozi fulani hivi wa juu wa serikalini. Na Betha alikuwa na lengo la kwenda kumzuzua mfanyabiashara mmoja hivi mkubwa sana
awekeze kwenye issue yake Betha ambayo bado sikuifahamu ni nini. Yaani kuna kitu Betha alikuwa ameanza kujenga bila mimi kujua. Ila nafikiri kilikuwa pembeni ya issue zao za madawa, ingawa angekijenga kwa kutegemea nguvu ya biashara yake ya madawa. Sio alikuwa anataka kufungua kampuni labda, sijui. Na ndio alitaka kuwa na mtu kama huyo mfanyabiashara mkubwa wa kusaidia kulikuza jambo hilo upesi na kwa njia sio haramu. Kwa hiyo hii ndio ikawa mission yetu ya leo. Asingekwenda huko supermarket wala wapi, na alitaka niwe pamoja naye ili nimpe ushirika wangu kama mpenzi wake. Kwa hiyo tulipita kwenye duka moja hivi kubwa tu la nguo, nami nikavalishwa suti na kiatu cheusi bila kupenda. Nilikuwa mwangalifu sana kuhakikisha kwamba hawatambui kwamba nilikuwa na bastola. Na Betha akiwa sasa amependeza tayari, tukaelekea huko Kinondoni. Zilikuwa ni hafla zenye kuboa sana msikilizaji. Tulisubiri kwa muda mrefu ndani ya ukumbi kwenye jengo kubwa kweli kweli, na ilinikera kutembea kwenye vigae vilivyoteleza na maviatu haya. Yaani kila dakika nilihisi ningeweza kuanguka. Lakini hatimaye madamu akawa amepata nafasi yake kuongea na jamaa, akitumia ushawishi wake mzuri kwenye maneno, yani ushawishi wenye maneno na nguvu ya kuwa mwanamke ili kumzuzua kweli kweli jamaa. Na jamaa akatoa kadi yake ya mawasiliano na kumwahidi kupanga makutano binafsi ili waongee biashara zaidi. Ikawa ni mwanzo mzuri kwa madam. Kwa hiyo tumekuja kumalizana na hayo jioni kabisa, na baada ya hapo sasa ndo tukaelekea sehemu nzuri pamoja na madam kupata msosi. Betha alikuwa kwenye hali nzuri kisia. Alionyesha furaha yake waziwazi alipoongea, hata akawa sasa ananilisha eti mbele za watu. Na mimi najitahidi kufanya ionekane na furahi sana muda huu pamoja naye. Lakini kila nilipomwangalia huyo Doto aliyekuwa sasa amesimama kibodyguard huko pembeni, nilihisi hasira tu iliyonifanya nikose amani hata ya kunisaidia kuendelea kuigiza. Lakini ningefanyaje? Ningefanyaje? Bwana wewe, tumekuja kurudi kwake Betha mida kama saa 3 siku hivi. Na hapo ni baada ya mimi sasa kuamua kupita kwenye gym fulani hivi huko Morocco. Ya ada jamani, sio Afrika. Gym fulani hivi huko Morocco ili sasa ninyooshe viungo kidogo. Nilifanya hivi kutokana na maumivu niliyokuwa nayo. Na Betha alilazimisha kuja na mimi ili anitazame eti. Kulikuwa na wanaume vifutu, yani sio mchezo. Walikuwa wamemtazama madam na kuonyesha ngangali zao nini. Lakini madamu wangu alikuwa na mimi tu. Hata akipiga makofi ya pongezi alipoona nimetandika push up 100. Yaani mtu mwingine mpaka angehisi raha. Kwa hiyo nilijisafisha huko baada ya tease, na nilipofika kwake alikuwa ananitaka nilale naye. Lakini nikamwambia hata mimi nilitamani sana kubaki hapo, ila kwa leo isingewezekana. Maana kuna issue nilitaka kushughulika nayo huko Mbagala. So nikajitoa akili na kumpetipeti kwa maneno na miguso na nini. Si unajua tena, naye akalegeza bwana. Alikuwa hadi ameanza kudeka. Yaani hakuwa Betha niliyemfahamu kabisa. Na ila kuna nyakati nilikuwa namwangalia, yani jinsi ambavyo hakuwa na dokezo lolote la mambo ya mbeleni yani. Lakini sikuwa na jinsi ila kubaki njia kuu mchezoni. Kuna vitu tu ningepaswa kuamua kuacha vitokee, na vingine ningejitahidi kuvizuia visitokee. Lakini kwa kweli kuna sehemu zilizokuwa mpaka yani zinanifanya yani nihisi kujuta. Yani basi tu yani sikuwa na namna tena. Mchezo ungepaswa kuendelea. Kwa hiyo alipokubali kuniachia, nikaondoka hapo upesi sana ili kurudi Mbagala. Madamu akiwa pia amenikabidhi suti na viatu vipya viwe vyangu. Yani viwe vya kwangu mazima yani. Huyo nikatembea. Alikuwa amenipa ofa ya kusindikizwa na Doto mpaka nyumbani kwa kutumia gari lake. Lakini nikaikataa kistaarabu tu. Jamaa singeweza kumgusa madamu hata kama wangeachwa peke yao, kwa sababu najua tu alikuwa akifuata mipango ya Sudi. Kwa hiyo na mimi ningeendelea kukausha tu kwa wakati huu mpaka nikiona wazi kwamba hatua aliyotaka kuchukua dhidi ya madam ingechukuliwa. So nikachukua tu usafiri wa umma nikiwa kwenye umakini wangu kama ilivyotakiwa kwa wakati huu. Sasa nimekuja kuifikia Mzinga ikiwa sasa imeshaingia saa 6 usiku hivi. Kama kawaida, usafiri na changamoto zake. Zamu hii hakukuwa na majangili ama kina Pendo walioagizwa kunifuatilia, na nilihakikisha bastola ipo mahali pake. Ili timbuli lolote likizuka tu basi nitimbulishane nalo ipasavyo. Mpaka nafika kwa Ankia, sikuchokozwa na yote yule. Walioniona wakiniangalia tu kama vile yani hawanijui, ila walishawahi kunisikia. So nilikuwa nimeshamtumia ujumbe Ankia kumjulisha niko njiani kuja huko. Na katikati ya safari hiyo nilikuwa nimewasiliana na Adelina pia. Mwanamke yule tayari alikuwa ameondoka kurudi kwao ile mchana,
na nilimwomba radhi tu kutokana na kuwahi kuondoka asubuhi bila kuonana naye, lakini akasema haina shida. Na itarajia tungekuja kukutana tena panapo majaliwa na mambo kwenda vyema zaidi ya jana. Na hiyo jana basi tu. Yaani ningetakiwa kuisahau baada ya muda. Sasa ile ndo nimefika getini kwa Ankia. Kama kawaida. Nikatazama upande wa jirani zetu, na ikiwa kama bahati tu nikamwona bibi Miriam akiwa amekaa hapo nje. Yaani varandani kwake. Kwa kuwa sasa kutembea kwangu kulifanya sauti za hatua zisikike kutoka chini, nikamwona akinyanyua uso wake na kutazama upande wangu. Na kwa sekunde chache tukabaki kuangaliana tu bila uonyesho wote wa kisia. Lakini kikweli mimi bado nilikuwa nikiteseka sana rohoni, msikilizaji. Hasa tu baada ya kumwona namna hiyo ghafla tu. Ni hali ambayo ilifanya moyo wangu upige ngoma yenye mdundo mzito sana kifuani. Utadhani yani nilikuwa nimemuibia kitu. Ila ni yeye ndiye ambaye alikuwa ameiba moyo wangu. Na sijui kama angeweza kutambua hilo. Yaani ingenibidi tu niache kuwa kama kuku nimuelewe mno. Na nilitaka ifike siku ajue hilo, japo sikuwa hakika kama angelipenda. So baada ya kuendelea kumwangalia tu kupitia matundu ya ukuta wa uzio, nikanyanyua kiganja changu na kukitikisa, yani kama kumpa hai vile. Basi naye akanyanyua kiganja chake kunipatia ishara ya njoo. Nikageuka faster. Yaani hakukuwa na ubishi wala uchovu tena hapo. Malkia aliniita, kwa nini nijizungushe? Ya nini? Nikaenda kufungua geti lao na kumfuata hapo ubarazani. Kama kawaida, alivalia kinguo chake cha kulalia, huku akijifunika kwa kikoti chepesi cha nguo hiyo, na nywele zake alizosuka zilikuwa zimefichwa kwa kikofia laini cha kustiri nywele chenye rangi ya zambarau hivi. Alikaa kitini akiniangalia kwa utulivu, simu ikiwa mkononi, na pia kulikuwa na kiti kingine pembeni yake ambacho hakikuwa na mtu. Hebu ngoja kwanza. Nilikuwa nimewekewa mimi au alikuwa ananisubiri? Hapana. Ilikuwa bado mapema mno kuanza hivyo, ila hako kama wazo kalisisimua sana. So nikajisogeza tu hapo. Yeye akiwa ananitazama kwa utulivu soni. Nami nikamwambia kwamba uko poa. Akatikisa kichwa kukubali na kuendelea kunitazama. Sasa nikamuuliza kwamba mbona umekaa kwenye baridi? Alipandisha mabega kiasi huku sasa akifumba na kufumbua macho yake kama kusema basi tu amependa. Nikatabasamu kiasi na kusema kwamba wengine watakuwa wameshalala, si ndio? Akasema ya, wako vyumbani. Mbona kama haukuwa peke yako hapa? Nilikuwa nimekaa na Tesha. Ndio ameingia ndani muda si mrefu kuongea na simu. Nadhani atakuwa ni demo wake. Nini? Hamna, sikuwahi tu kufikiria na wewe unasemaga maneno kama demo. Si ndio lugha mnaopenda, mimi nitafanyaje sasa? Ni neno la kawaida, sema tu watu wameshazoea kulitumia kihuni mno. Haya. Kabasi unipe kampani kidogo au Nikakatisha maneno yake kwa kukaa kitini upesi, naye akatabasamu kiasi. Inaonekana umetokea pazuri Kwa nini? Uko na mudi nzuri sana. Amna, kawaida tu mbona. Eti? Ya, hata nikiwa na stress mudi yangu huwa iko juu tu. Hiyo inasaidia stress zinaondoka zenyewe. Naona balance nzuri kwenye kupunguza stress. Ila mtu akikuudhi humwachi salama, si ndio? Najua mimi ni sipendi tu wachokozi. Nilimwambia hivyo pia. Sote tukacheka kidogo, maana tulikuwa tunakomea njiani kufika kule ambako upana wa maneno yetu ulikuwa unaelekea. Haya ni sawa, ila hasa ulipokuja huko Mbagala, ama ni tokea zamani tu ulikuwa hivyo? Nimekuwa hivyo tokea muda. Kama ni kitu ambacho sipendi zaidi maishani ni uonevu. Mengine tutavumiliana tu, ila hata wakati nipo shule, yani mwalimu tu akimuonea mwanafunzi mwenzangu ama wanafunzi wenzangu kuoneana, aisi niko najisikia vibaya sana. Nisingeweza kuzuia yote, lakini kila ilipokuja kwangu ungewaka yes. Yani hakuna aliyekuwa ananisogelea. Na bila shaka kwenye masomo ulikuwa mkali pia. Mimi tokea nimeanza shule mpaka nimemaliza nijitahidi sana nisianguke hata mara moja. Hukuwahi kurudia darasa hata moja? Hapana. Mambo kwa alikuwa hizo tu. Msikilizaji, nilianza kuona kwamba Miriam alitaka kunielewa zaidi. Kwa hiyo nafasi hii ningeitumia vizuri.
Sio sana. Mungu tu alinipatia ubongo mzuri, lakini bidii ilihitajika ili ufanye kazi vizuri. Nilikuwa napenda sana kusoma na hali za kimaisha hazikuwa rahisi sana wakati nakuwa, ila angalau nilifanikiwa kutoka vizuri shuleni. Ulimaliza shule una miaka mingapi? Form 4 nimemaliza na miaka 16. Mdogo. Nilianza shule mdogo na sikurudiaga, kwa hiyo nikamaliza mdogo. No, okay. So baada ya form 4? Baada ya form 4 nikaenda advance. Nilichaguliwa kwenye shule moja huku nzuri tu. Nilipata alama nzuri sana NECTA. Kwa hiyo nikasoma hiyo miaka miwili, nikafaulu vizuri. Moja kwa moja Muhimbili. Wow. Udaktari nikapiga miaka 5, na ndani ya hiyo miaka tayari nilikuwa nimeshaanza kupelekwa sehemu hizi au zile kusaidia na kazi nini, unajua, hospitalini kabisa. Kwa hiyo nikawa naona mambo mengi yaliyonisaidia niwe na experience zaidi. Ilipokuja swala la masomo, yani sikutakaga kuwa mtu wa kuanguka kabisa. Sometimes hata nilikuwa napewa chaki niwaelekeze wanafunzi wenzangu, maana mpaka walimu walielewa nilikuwa genius. Wacha we. Usipime. Unajua nimetoka chuo nimeiva nikaenda kufanya internship Bugando kule Mwanza kule. Alafu msikilizaji, nijikuta nimeishia hapo baada ya kukumbukia kitu fulani hivi cha zamani. Alafu nini? Alafu ilikuwa ni kwa mwaka mmoja. Ndio, yes. Ndio nikaja sasa Muhimbili. Ni Muhimbili ya Mloganzila au hiyo ya hapo? Kote, ila sana hii ya huku. Nilikuwa wa kitengo fulani hivi maalum, na sikuwa daktari mmoja tu kwenye hicho. Kwa hiyo ni kama tuseme zamu zinakuwa zinabadilishwa. Lakini baada ya muda nikawa nakaa hii Muhimbili ya huku Kariakoo zaidi. Ndio hivyo. Na hiyo ni umekaa ni kwa muda gani? Miaka 3. 3? Vipi michache? Mimi nikafikiri labda hata 10. Sasa unahitaji likizo nini? Ni kwamba upendi wagonjwa ama uvivu tu? 3 naiona michache. Anyway, kikweli sikuwa mtu wa kupumzika sana tokea nimemaliza chuo mpaka kuingia kazini. Mambo yalikuwa ni mengi sana. Sometimes nilikuwa silali. Unakuta nakaa macho hata saa za kazi zikiisha, mimi nabaki tu kuangalia mahitaji ya wagonjwa. Hiyo si ni kazi ya uuguzi? Yes. Ila sio wote. Kuna hizi scenario unakuta kwamba wanakuwepo tu kwa ajili ya wagonjwa kuangalia, na hata kama madaktari wengine wanakuwa wamesha shughulika na wagonjwa wao, mimi napenda tu pia kuwafanyia double checking ili kuhakikisha kwamba wanaendelea kuwa sawa. Sijui kama nimeelewa vizuri hapo. Iliwahi kutokea kuna mgonjwa ambaye alikuwa hospitalini amelazwa baada ya msaada wa madaktari. Sasa akawa amepoteza maisha baada ya wao kufikiri msaada wanaotoa unatosha. Na inatokea mara nyingi tu. Najua kazi zinakuwa rundo, naelewa. Ila mimi nilishagaona ni muhimu tu kuhakikisha. Naongelea wagonjwa ambao unakuta wanakuwa wamelazwa na hali zao ni sawa naelewa. Kwa ndio hivyo kama umenielewa. Huwa tu mimi sijisikii vizuri mgonjwa akipoteza uhai wakati yuko hapo hospitali. Kuna vingine haviwezi kuzuilika, ila mimi nikiwepo nakuwa nataka tu kuhakikisha usalama unachekiwa mara 2 zaidi ya ile wanayoona inatosha. Kwa hiyo nilikuwa ni mtu wa kutaka kusaidia kila mtu. Hata kama nisingeweza kuwasaidia wote, popote ambapo ningeweza, hapo basi ningesaidia. So mpaka ikawa inazidi sasa, nikachoka kiasi. Ndio maana nikapewa haka kalikizo. Kumbe likizo nyata ukomba? Hamna, nilipewa kama break tu ili nikirudi niwe kwenye game vizuri, hata zaidi kupiga miaka mingine vyema. Ndio maana ukamsaidia na Mariamu. Alivyoongea hivyo nilibaki kutabasamu tu. Unaonekana unapenda sana kusaidia watu. Mpaka unajiingiza kwenye vitu hatari sana ili tu wasaidie wengine, si ndio? Nilijibu hivyo, lakini nilipomwangalia nikakuta akinitazama kwa hisia makini zaidi usoni. Kama vile alikuwa akinitafakari sana.
nami nikajikuta nafifisha tu tabasamu langu na kubaki nimemtazama usoni kwa makini pia. Akaacha kuniangalia na kushusha pumzi taratibu, na kikweli hapo niliweza kuona kwamba alikuwa amezama ndani ya fikra fulani hivi kunielekea, na kuwaza ingekuwa ni fikra gani kulisisimua sana akili yangu. Nikamwambia kwamba Miriam, kuhusu ile jana. Oh no, it's okay Jaden. Tusahau tu ya jana, sawa Tusonge mbele. Okay, sawa. Vipi lakini mgongo unajisikiaje? Niko sawa. Ule mkanda ulipiga zaidi nguo ya ndani na ilikuwa ngumu, kwa hiyo sijaumia sana. Hata kutia alama? Hapana, niko poa. Okay. Nawe vipi mgongo? Mimi nimeamka unauma, ila sasa hivi umeachia. Leo imenibidi niingie gym tena ili ongeze maumivu kufanya yale kuepo yapungue. Na kesho nitamka yamenikaza zaidi, kwa hiyo sitotakiwa kuacha. Pole. Usijali. Alafu ni mwaza kitu. Vipi tukiwatoa familia out ya pamoja, yani watembee? Wapi? Popote tu sehemu nzuri. Alafu iwape kale ka sense ka ugeni yani. Yani iwe kama lunch au dinner hivi? Ilo kusema lunch ndio inafaa. Vipi tukiwatoa wote? Mam, warembo wangu, Tesha, Ankia. Twende tukapige kisinia. Kwamba kisinia. Mimi nina muda mrefu sijafanya hiyo kitu. So na mimi nitakuwa poa sana. Najua mam pia atafurahi sana. Na bado hujamsema Tesha. Tesha. Okay, tufanye hivyo bwana. Tena mapema sana yani. Iwe kama ni tunamshia ile na birthday ya cheupe wangu. Si unajua tena? Ni sawa. Sema nilikuwa sijajiandaa, kwa hiyo no, usijali Miriam. Zamu hii mambo yote yatakuwa yapo chini yangu. Yani wewe mwenyewe? Na tena ikiwa utaona inafaa, basi kesho itapendeza. No. Jaden, usijali Miriam. Yani wewe chochote kile wewe niachie mimi. Wewe ni kuja tu. Kila kitu kitakuwepo tayari. Ni wazo zuri, sema unapeleka mambo fast mno Jaden. Mjini kuchangamka Miriam, hujui hilo? Come on. Ni idea nzuri. Wewe mwenyewe umesema, tena nimeshafikiria mahali pazuri sana pa kulia kisinia kesho. Kubali tu bwana. Ni wapi? Ni pande za Sinza. Ni pazuri sana. Yaani familia itafurahi sana, wewe utaona. Jaden, kuwapeleka huko akina mama mimi naona ni mbali sana. Alafu kesho ninaenda kazini. Bora kama ingekuwa sio siku ya kazi. Najua utasema sivyo. Lakini hiyo wala sio shida. Wewe nenda dukani, fanya kazi, ukimaliza unamwacha tu Soraya, alafu unakuja. Utatukuta. Mimi ndo nitaongoza hao wote. Tutapanda daladala, alafu tukifika huko na kutumia address kabisa ili sasa uje mwenyewe kwa raza kwa usio. Fanya hivyo bwana. Angalau kesho wote watakuwa na mengi ya kuona. Na najua wakifurahi hata wewe mwenyewe utafurahi pia. Unastahili hilo bwana. Anyway, basi sawa. Nitawaambia na uhakikishe kila kitu na handle vizuri. Alivyosema hivyo nikanyosha kiganja kimoja juu na kingine nikiweka moyoni, nami nikasema kwamba I cross my die and hope to heart. Kila kitu kitakuwa sawa. Alicheka kidogo na kusema kwamba wewe Jaden, wewe ni shida sana. Alivyosema hivyo alinifanya nicheke kidogo kwa furaha. Ndio nikamwambia kwamba asante Miriam, hautojutia hili. Hapana, mimi ndio nikwambia asante Jaden. Unaleta vitu vingi vizuri kwenye familia yangu na hauchoki. So nathamini sana. Aliniambia hivyo kwa sauti yake nyororo aise. Huyo binti basi tu. Sasa kwa namna alivyokuwa ni mpaka nikajihisi haya, ile kublash yani. Na ndio hapa bibia akawa sasa amesema ingefaa ilekee ndani ile utafute usingizi sasa. Basi na mimi nikaona ninyanyuke. Nikamsaidia kuingiza kiti ndani na kumwaga vizuri tena. Kisha ndo nikaelekea kwa Ankia. Mwanamke tayari alikuwa ameingia kulala. Kwa hiyo nikaamua kuelekea tu chumbani kwangu moja kwa moja. Nilifika tu chumbani kujitupia kitandani. Nikijilaza chali sasa mkono wangu nikiukunjia nyuma ya kichwa. Nikajikuta tu natabasamu wenyewe kutokana na kuhisi raha sana. Yaani
eti raha tu kukaa vile na Miriam hapo nje, kuongea kidogo. Alafu sasa nini vile alivyokuwa sasa ananitazama, tule tu mawazo tulikuwa tunanifanya najihisi kama Cinderella vile. Ningeweza hata kung'ata kidole kimoja mdomoni kwa shao. Ilikuwa wazi kwangu zaidi na zaidi kwamba nilimpenda sana mwanamke, na ningetakiwa kufikiria wakati sahihi na njia nzuri ya kumweleza hisia zangu bila matatizo yoyote kutokea. Sikujua ikiwa angeweza kunichukulia serious, sikujua, ila ningehakikisha anajua tu. Iwe isiwe, nikaamua kujiondoa kwenye ulimwengu wangu wa ndoto za mapenzi ya kweli na kwenda kuoga kwanza, kisha nikarejea kulala. Msikilizaji, tutakutana sasa wakati mwingine tuendelee kufahamu mengi zaidi, lakini bado nakupa onyo. Kumbuka bastola, bunduki alionayo JC, hiyo pistol hiyo alionayo, amepewa na mwanaume ambaye anampenda sana Miriam. Sasa kwa haya mazingira haya kutoana out, siji kuanza kusubiriana usiku ili kuagana, kwa haya mazingira Festo sijui atakuwa kwenye hali gani, sijui. Lakini pia hivi kweli Beth ameamua tu kukubali, yani sawa. Hivi mnamwamini Betha? Kuna mtu ambaye anamwamini Betha, ama mpo upande wa kina Cheli Gonga kwamba Betha anaweza akamtumia JC na mwisho wa siku akitimiza kwake atamtema? Kuna watu ambao mpo kwa upande wa Cheli Gonga? Kama mpo sawa, ila mimi bado kwa Betha sijapata jibu sahihi kwake binti. Yani nashindwa hata mimi mwenyewe msikilizaji kukuambia mawazo yangu kuhusiana na Betha, kwa sababu ni mwanamke ambaye ni unpredictable. I say, niseme tu God be with you till we meet again. Langu jina Lucas Lumbas, bye bye.